niaba ya viongozi wetu wakuu, natoa shukrani kwa walioshiriki tayari na wale wanaoendelea kuingia kwenye mafunzo haya, na tunawakaribisha sana TRA. Mimi naitwa ndugu Buruba Kanuda, ni afisa kodi mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, lakini vile vile ni mmoja wa mameneja kwenye mradi. Kwa hiyo na mimi hapo nasikika. Washiriki nilikuwa sisikiki, lakini nadhani nimerudi. Nilichokuwa nasisitiza kwamba huu mfumo midogo midogo tulionayo ndani ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, mfano ikitaka ya udereva kuna mfumo wake. Teka chombo chako cha moto kwa ajili chombo cha moto, ukitaka kuwapisha tani na kufanya makadirio, kuna mfumo wa kodi, kuna mfumo wake kwa ajili ya msamaha. Lakini sasa huu tunaozungumza ambao utaenda kuzinduliwa umeunganisha hizo shughuli zote kwenye mfumo mmoja, kwa maana ya kwamba kama utakuwa na access unaweza ukapata hizo huduma kwa muda mfupi na kwa uharaka zaidi. Lakini vile vile mfumo huu utakuwa na dashboards mbalimbali kwa ajili ya kukusaidia wewe mteja kuangalia taarifa zako haraka kwa muda mfupi zaidi. Lakini mfumo huu kadri tutakavyoendelea kusoma na kuelewa, hautalazimika kufika TRA kwa sababu yoyote ile. Sio kwa sababu umeandika barua TRA, sio kwa sababu TRA
Washiriki nilitolewa tena, lakini nimerudi. Naendelea kutoa introduction kuhusiana na mfumo huu. Kwenye hatua hii ya mwanzo tutakayoenda kuzindua na ambayo tutafanya mafunzo yake, kuna moduli kadhaa ambazo tutazipitia wakati wa mafunzo kama ratiba yetu tuliyotuma na kama inavyosomeka kwenye kipeperushi. Utaenda kupitia mfumo wa usajili na utoaji wa leseni mbalimbali. Utapitia moduli ya kuwasilisha ritani na kufanya makadirio mbalimbali. Tutapitia namna ya kufanya ufuatiliaji wa masuala ya kodi, ikiwa ni pamoja namna ya kupokea dimandi za kodi ambazo huwa tunaleta mara kwa mara na taratibu zingine za ufuatiliaji, zote ziko kwenye mfumo. Lakini vile vile tutapitia utaratibu wa kuomba na kupokea marejesho ya kodi, maana ya refund, na uombaji wote wa misamaha na tafifu mbalimbali ambazo ziko. Kama nilivyosema, mawasiliano yote kuhusiana na TRA kwa sasa hivi yatahamia mtandaoni, na tumewezesha kupeleka kwenye mtandao karibia kila process tunayoifanya hapa TRA. Kwa hiyo ni maboresho na ni mapinduzi makubwa sana. Baada ya kusema hayo, leo tulikuwa na kazi moja ya kupitia hizo portals. Kuna portal za aina tatu. Kuna portal kwa maana ya lango la kuingilia kwenye mfumo la walipa kodi ambalo ndo tutalijadili hasa leo. Lakini tuna lango lingine la watu wa ndani ya TRA na lango lingine la taasisi mbalimbali ambazo tunashirikiana nazo kwenye huu mfumo. Kwa hiyo leo tutasoma kama sehemu ya utangulizi kwenye mfumo huu juu ya namna ya kuingia kwenye huo mfumo, namna ya kutoka kwenye huo mfumo na namna ya kutembea kwenye huo mfumo wote. Kwa leo ndio takachokisoma leo. Ninaweka huo utangulizi. Kuanzia kesho na kuendelea ndo tutaingia kwenye masomo specific na kwenye moduli specific. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe aliyejiandaa kutupa huo utangulizi wa huo mfumo. Alafu baadaye kama yuko mshiriki ana swali, tunatumia sana hiyo chat yetu. Utaweka kwenye chat, alafu wataalamu wetu tutakujibu kule kwenye chat, ili usikae na swali muda mrefu na hatimaye usipate nafasi ya kuzungumza moja kwa moja. Kwa hiyo kama utakuwa na swali liandike kwenye chat, tutajitahidi kwa kadri tunavyoweza ili tulijibu kule kwenye chat, na usiondoke na dukuduku au ushauri wa muhimu kwenye kuboresha huu mfumo wetu. Baada ya kusema hayo, sasa ninamwachia mwenzangu Bwana Ndunguru aendelee na kutupa introduction ya huu mfumo kupitia hilo lango la kuingia kwenye huu mfumo. Asanteni sana.
Hello. Habari ya jioni. For those who are not familiar with Swahili, good evening. Kwa jina naitwa Francis Ignas Ndunguru. Nitakuwa nanyi katika kuwapitisha kwa leo kwenye presentation yetu ya namna ya mfumo wetu mpya ambao ni umeboreshwa IDRAS. Sasa tutajikita kwenye navigation ya portal, namna ya kulogin na features mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye mfumo huu. Kwa hiyo kama ambavyo inaonekana hapo kwenye screen, hiyo linki ambayo nimeshare ni linki ya mafunzo ambayo tunaita demonstration link. Baada ya mafunzo haya, kwa wale ambao watawiwa, wanaweza wakatumia hiyo linki kwa ajili ya kuangalia na kujifunza baadhi ya moduli ambazo zinapatikana kwenye mfumo huu. Kwa hiyo linki hiyo ni kwa ajili ya demonstration. Tutaelezea namna gani mtu anaweza kujisajili na kuweza kulogin kwenye mfumo huu hasa kupitia hiyo linki ya mafunzo au demonstration link. Nadhani wote tunaona linki ambayo nimedisplay. Kwa hiyo badala ya kudisplay hiyo link nitashare navigation ya mfumo unavyoonekana ili tuweze kuelezea namna gani ukitaka kulogin na procedure zingine zitakavyokuwa zinaonekana. Nadhani wote tunaona mfumo wetu jinsi ambavyo una display. Mfumo wetu ni Integrated Domestic Revenue Administration System, kwa kifupi ni IDRAS. Na kwa leo tutaangalia kwa upande wa taxpayer portal. Kama ambavyo mfumo unaonekana, taelezea hizi menu ambazo zinaonekana hapa kabla ya kulogin. Kwa pale juu utaona kuna logo ya TRA na imeandikwa IDRAS. Chini kuna maneno ya taasisi Tanzania Revenue Authority na kuna maneno yale yako kwenye rangi ya kijani ambayo ni EPT. EPT maana yake ni external portal ambayo ni mahususi kwa ajili ya watumiaji wa nje ambao sisi walipa kodi. Na hapo katikati ni sehemu ya kulogin, maana yake kuna sehemu ya kuingiza login ID na password. Na kuna button kwa ajili ya kulogin na pia kuna sehemu kama umesahau password yako, maana yake you can forget your password so that you can login and get new password. Kwa hiyo kwa mfumo wetu ulivyokuwa, kama ilivyokwisha kuelezea mtangulizi ambaye kwa niaba ya management na meneja mradi, mfumo wetu kama unavyozungumza kwamba ni Integrated Domestic Revenue Administration System, ni kwamba tumejitahidi kuautomate baadhi ya huduma zote ambazo mlipa kodi anatakiwa kuzipata. Mwanzo zilikuwa zinapatikana kwenye mifumo mbalimbali na tofauti, lakini kwa sasa zitakuwa zinapatikana kwenye huu mfumo. Maana yake ukilogin ni kwamba single sign in. Ukilogin maana yake una uwezo wa kufanya registration, una uwezo wa kufile tax return, una uwezo wa kusubmit au kufile objection, una uwezo wa kuangalia taarifa zako za madeni na malipo ambayo umeyafanya, una uwezo wa kureceive baadhi ya document ambazo zimetokana na kaguzi za kikodi, maana yake nazungumzia tax audit na tax examination au tax investigation. Una uwezo wa kusubmit taarifa mbalimbali kama barua au malalamiko yoyote. Kwa hiyo ni mfumo ambao umecover baadhi ya process zote au huduma zote ambazo mlipa kodi mwanzo tulikuwa tunazipata kupitia mifumo tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa wale ambao tutaanza kutumia mfumo huu kwa mara ya kwanza, na mwanzo tulikuwa tunatumia taxpayer portal ambayo hii tunaitumia sasa hivi, mfumo huu tuliokuwa nao sasa hivi. Maana tutakavyoenda live kwenye mfumo huu wa mpya, wale wote ambao mlikuwa mnatumia ili muweze kulogin kwa mara ya kwanza, mtatakiwa kuforget password. Maana yake mtaenda kwenye ile button ya forgot password. Ukiklik pale utahitajika kuweka chini yako na email au utachagua option. Maana yake unaweza ukachagua option either unataka kureceive password hiyo kupitia email au
phone number. Kwa hiyo ukichagua email maana yake utaweka TIN then utaweka na email, utaforget your password, utapata password kupitia email yako, au ukiweka namba ya simu maana yake utaweka option ya phone number, then you can put your TIN and your phone number. After then you can reset your password, then you receive a message through your mobile number. Kwa hiyo hiyo ni process ya kuweza kulogin au kutumia mfumo kwa mara ya kwanza kwa wale wote ambao tulikuwa tunatumia mfumo huu tuliokuwa nao sasa hivi. Maanake mfumo uliokuwa sasa hautotumika tena. Kwa hiyo tutahitajika kutumia mfumo mpya. Kwa hiyo wote mtahitajika kuenda kwenye option ya kuforget password ili muweze kupata access ya kutumia mfumo. Kwa hiyo baada ya kufanya yote utafika sehemu ya kulogin, ambapo pale itakuhitaji wewe uweze kulogin na kuweza kuona huduma ambazo zinapatikana. Na kitu kingine ambacho kimeboreshwa kwenye mfumo wetu, sehemu ya kulogin, kuna wale wenzetu ambao hatuhitaji muda wote kuandika ID yetu, manake user ID. Kuna ile sehemu pale ukiandika TIN yako, manake kuna sehemu ya kusave ID ili utakapokuwa unaingia uwe tu na wajibu wa kuingiza password yako na kuendelea. Kwa kwenye sehemu ya kulogin una uwezo wa kuingiza ID yako na kuisave. Kwa hiyo wakati wote unapotaka kulogin utakuwa tu unahitajika kuingiza password. Na kulogin manake tutatumia TIN ya individual. Niwaweke clear kidogo hapo. Mfumo wetu huu utamruhusu individual tu kulogin kwenye huu mfumo. Kwa hiyo entity zote manake zitaenda kwenye ule mfumo wa declarant au kwa ajili ya kuweke on behalf. Kwa hiyo wale ambao ni wana makampuni manake directors ndio wataweza kulogin na kuaccess session za kampuni zao. Wale ambao ni sole proprietor manake watalogin kwa TIN zao. Kwa hiyo individual tu ndio wataruhusiwa kulogin kwenye mfumo. Isipokuwa tu zile ambazo ni special case, nadhani hizi hazitotuhusu watu wengi kwa sababu ni za non-resident ambao wana provide zile electronic service. Ambazo hii sasa inaeleweka kwa wenzetu ambao ni non-resident. Kwa resident manake tutatumia individual. Kwa ukitaka kulogin, moja utaklik ile sehemu ya login. Kwa sababu tayari nimesha save my ID, so nitakuwa required kuweka password yangu. Password ni ile ambayo wewe ume-create ili uweze kulogin. Ukisha login, mfumo utakuwa unaonekana kama hivyo ambavyo unaonekana. Hizi ni features ambazo zinapatikana kwenye mfumo kama inavyoonekana hapo. Sasa nitaelezea hizi features ili ziwe familia kwa kila mtu, ambapo utakapokuwa una login uweze kujua ni namna gani unaweza kunavigate for the first time. Nitaanza kuelezea features ya kwanza, ambapo nitaelezea ukiangalia upande wangu wa kulia pale juu kabisa, labda ni zoom. Nikizoom hapa juu kabisa utaona kuna alama kama ya mtu na itaweka jina. Hiyo ni sehemu ambayo hakikisha unavyo login linasoma jina lako. Kwamba mimi niliye login ni Francis Ignas Ndunguru, na pia upande wangu wa kushoto pale juu pia itadisplay jina na TIN na mkoa wa kodi hiyo TIN ilipokuwa. Kwa mfano hii TIN inaonekana ipo mkoa wa kodi wa Ilala. Na pia pale juu upande wa kulia kuna sehemu kuna alama kama ya barua au email. Hii ni sehemu ambayo mlipa kodi utakuwa una uwezo wa kureceive notification zote ambazo umetuma kwenda TRA au umetumiwa kutoka TRA au service yoyote ambayo umeifanya kupitia mfumo wetu. Mfano, ulikuwa request for control number na ile control number imetumwa via your email, kwa hiyo you can get a message kwamba a control number has been already created and sent to your email. Kwa hiyo unaweza kwenda kwenye email yako ukaingia na ukapata ile control number. Au labda ulibadilisha password then kuna authentication imetumwa kupitia simu yako, maana yake unaweza kaona hiyo notification. Kwa hiyo hii sehemu ya kwanza hapa ni kwa ajili ya kuview notification. Sehemu hii inayofuata ni sehemu ya kubadilisha lugha, maana yake mfumo wetu tumejitahidi kwa accommodate kulingana na matakwa ya kisheria kwamba utakuwa una cover lugha zote, maana yake kutakuwa na Kiingereza na Kiswahili. Kwa hiyo wale ambao watataka kutumia Kiingereza maana yake watatumia lugha ya Kiingereza. Kwa wale ambao watahitaji kutumia lugha ya Kiswahili maana yake watachange language kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili kama hapa ambavyo mimi nimechange. Kwa hiyo mfumo maana yake menu zote zitabadilika, zitakuwa za Kiswahili ili uweze kuendelea na kupata huduma. Sehemu inayofuata hii tunasema ni user
interface setting. Kuna wale ambao wanahitaji kuona mfumo jinsi utakavyokuwa unakaa. Mwingine anahitaji kuweka rangi fulani, kwa hiyo ni sehemu ambayo mtu unaweza ukaweka baadhi ya rangi. Kwa mfano, ukiangalia pale kwenye hii UI setting, kuna sehemu, kuna wengine hawapendi mwanga, labda hii tunasema kwamba ni light mode, maana yake anapenda kuwa na dark mode, maana yake utabonyeza ile sehemu ya dark mode, kwa hiyo resolution ya mfumo itabadilika, itakuwa dark mode. Kuna wengine yeye anapenda kutumia light mode, maana yake utabadilisha itakuwa light mode kulingana na wewe utakavyotamani matumizi ya mfumo uweke. Na vingine ni kwa ajili ya kufanya layout ya fixed mode, maana yake kuna mwingine anataka layout ifanyike iwe tofauti, maana yake kukuza maneno au yawe kulingana na yeye atakavyoona mwenendo wake na matumizi ya mfumo. Kwa hiyo tumejitahidi kuweka baadhi ya features ambazo ni flexible na easily kwa mlipa kodi aweze kutumia mfumo huu kwa urahisi na kupata huduma na mwisho wa siku kulipa kodi ili tuendeleze kukusanya mapato ya serikali. Na pia kuna sehemu hapa chini kwa ajili hii ni sehemu ya kubadilisha muonekano wa mfumo. Kuna wale ambao wanapenda kutumia rangi za njano, maana yake tunaita Serengeti yellow, ukiklik pale rangi itabadilika. Kuna wengine wapendelea rangi ya njano, wanapenda kutumia rangi za blue, kwa hiyo utaklik ile sehemu ya Victoria blue, kwa hiyo rangi itabadilika, zile sehemu menus kubwa ambazo zinatumia rangi maana yake itabadilika zitakuwa blue. Kuna sehemu nyingine maana yake unaweza ukatumia kijani ambaye ni Kilimanjaro green, kwa hiyo utabadilisha itakuwa rangi ya kijani. Ni matumizi ambayo wewe mwenyewe utapendelea kulingana na matakwa yako. Na pia kuna muda mfumo unaweza ukawa umetumia kwa muda mrefu, labda system inasumbua, maana yake unataka kurefresh. Tumeweka sehemu ambayo ni ya kurefresh, ile sehemu ya system refresh, maana yake utarefresh ili kuweza kuanza mfumo na matumizi, maana yake kama ulikuwa una load sana au ulikuwa una matatizo ya network. Kwa hiyo utakapo refresh, maana yake system itarefresh na utaweza kutumia mfumo kama ulivyokuwa unatumia pale awali. Na feature nyingine ile ambayo ya mwisho pale ni kwa ajili ya umetumia mfumo sasa, umemaliza kupata huduma, labda ulilogin kwa ajili ya kufaili return, umemaliza, then unataka ku log out, kwa maana yake utaklik ile sehemu ya log out kama ile button au ile alama ambavyo inaonyesha, kwa utaklik ile sehemu utakuwa umelog out. Kwa mfano hapa inasema would you like to log out, then utaconfirm. Kisha confirm maana yake itakulog out, then you can proceed. Kama unataka ku login tena utaingiza password, utaweza ku login. Kwa hizo ni features ambazo utakutana nazo for the first time una login kwenye mfumo wetu ambao ni mfumo wa walipa kodi wote Tanzania na wale wenzetu ambao sio wa Tanzania. Baada ya kuona hizo features, pia kuna features nyingine ambayo nitaielezea, hii my address. My address hii ni feature ambayo ni kama shortcut. Unahitaji kujua baadhi ya message ambazo zimetumwa kupitia akaunti yako, au unataka kujua return ambazo umefile au hazijafailiwa, maana yake utaenda ile sehemu ya return. Ukiklik pale, maana yake system itakuprompt direct kwenye ile service ya return, maana yake utaweza kuview unfiled return na utaweza kuview kama kuna return ambazo ziko draft, na pia utaweza kuangalia zile return ambazo ziko filed, na vile vile itakuonyesha baadhi ya taarifa ambazo ni muhimu kwa matumizi ya kikodi, au unataka kuangalia payments ambazo umezifanya. Vile vile utaona bills ambazo umezitengeneza, ambazo umelipa, ambazo umecancel au ambazo ziko pending kwa ajili ya malipo. Kwa hiyo sehemu ya my address ni kama shortcut ambayo itakusaidia wewe kumanage your tax easily and convenient, sio kama mpaka uende kwenye ile moduli husika au kwenye specific service. Hata sehemu inayo ya kuangalia madeni, maana yake ni sehemu ya debt management. Hii ni sehemu pia ambayo itakusaidia wewe kama mlipa kodi kuangalia baadhi ya madeni ambayo unadaiwa. Kwa hiyo itakuonyesha tax type zako na mwaka husika na due date ya lile deni, na kama kuna interest yote ambayo imekuwa charged due to late payment ya hilo deni utaweza kuona. Na vile vile mfumo wetu huu maana yake utakuwezesha kuview kama kuna demand notice yoyote ambayo imekuwa issued kupitia mfumo, maana yake utaiona, na kama kuna agents notice maana yake imekuwa issued, au zile recovery measures zingine zote ambazo zimekuwa issued. Naomba tuendelee. Kwa wale ambao labda tusikii tunapata matatizo ya
mfumo, tunaweza tukaandika message hapo, wataalamu wetu wanazipitia kuweza kusolve. Vile vile kwenye mfumo huu sehemu ya My iDRAS unaweza kwenda labda kwenye refund ukaja kuangalia application zote ambazo uliapply for refund kulingana na matakwa ya kisheria, kwamba mlipa kodi ana wajibu wa kuomba refund kama amelipa kodi zaidi, ili mamlaka imrudishie kulingana na vigezo. Kwa hiyo utaangalia zile application, na kama kuna amount yoyote ambayo imelipwa kama refund, maana yake utaweza kuziona. Kwa hiyo hii sehemu ya My iDRAS ni sehemu ambayo ya navigation, ambayo mlipa kodi itamuwezesha kwenda kuangalia ile service kwa haraka bila kupitia ile service husika. Pia kwenye huu mfumo tumeboresha kuweka tax calendar. Mfumo utakuwa una display kalenda kulingana na muda husika. Ninapozungumzia tax calendar, maana yake tunazungumzia due date. Maana yake mfumo utakuonyesha kwamba kwa kipindi hiki labda mwezi Disemba, tarehe zipi ambazo ni due date kwa ajili ya kuwasilisha return za kodi. Mfano due date ya kufaili VAT, due date ya kufaili PAYE, due date ya kufaili excise duty, due date ya kufaili kodi zingine kama SDL, Midnight Levy, Electronic Money Transaction Levy na zingine nyingi ambazo kila mmoja atakuwa na wajibu wa kuziwasilisha. Kwa maana yake tutakuwa tuna uwezo wa kuangalia hiyo. Na nyingine ni tax guide map. Hii ni sehemu ambayo mlipa kodi atakuwa na uwezo wa kuview baadhi ya taarifa ambazo ni muhimu kwake. Mfano, hizi training ambazo tunazifundisha, maana yake mwisho wa siku zote zitakuwa uploaded kwenye mfumo. Maana yake kuna wengine ambao inawezekana muda ambao hizi trainings zinafanyika yeye alikuwa na kazi, maana yake atakuwa muda wake anaweza akaingia kwenye mfumo. Kutakuwa kuna linki za YouTube kama hapa inavyoonekana, zitakuwa uploaded. Kwa hiyo training zote zitakuwa zinapatikana kwenye hizo YouTube. Maana yake unaweza kwa on your time ukaingia na ukaweza kupata mafunzo kulingana na kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo hizi training zitabezi kulingana na moduli ambazo zinafundishwa. Mfano hapa mfumo wetu utakuwa na moduli almost 13. Kwa hiyo kila training ambayo inafanyika kulingana na moduli, kulingana na ratiba ambayo imetolewa, zitakuwa uploaded kwenye mfumo ili uweze kuzipitia. Na sio training tu, hata zile manuals kuna wengine wanatamani kusoma ili waweze kujua mfumo unakuwa navigated vipi, maana yake zile process ambazo zinafanyika. Kwa hiyo manuals zote ambazo ni user guide zitakuwa uploaded kwenye mfumo, ambapo mlipa kodi utakuwa na uwezo wa kuingia na kuzisoma au na uwezo pia wa kuzidownload. Kwa hiyo ni mfumo ambao umeboreshwa, na baadhi ya taarifa nyingi tutakuwa tunaweza kuzipata kwenye akaunti zetu. Maana yake kuna zile taarifa ambazo zilikuwa zinatumwa kwenye website ambao wengine walikuwa wanapata shida kuingia, lakini sasa hivi tutakuwa tunazipata kwenye akaunti zetu ambazo ni za taxpayer portal. Nadhani mpaka kufikia hapo, ndugu wasikilizaji, tunaelewana na wote tunaona system ambavyo ina display. Na sehemu nyingine ambayo tutaiona kama dashboard, kama portal, wakati wa kuingia kwenye mfumo utaona kuna sehemu imeandikwa public notes. Kama ilivyozoeleka, public notes nyingi huwa tunazipata kwenye social platform, mfano kwenye zile official social platforms za TRA, mfano Instagram, Facebook na mtandao wa X ambapo awali ulikuwa unaitwa Twitter. Lakini kwa sasa public notes zote tutakuwa tuna uwezo wa kuziona pia kwenye akaunti yako mwenyewe kama mlipa kodi. Ukiingia kwenye taxpayer portal kuna sehemu ile ya public notes, maana yake kama kuna notes yoyote ambayo imekuwa issued either na kamishna mkuu au kuna tangazo lolote ambalo linakuhitaji mlipa kodi kupata awareness au kupata taarifa, maana yake utaweza kuona kupitia akaunti yako kama ilivyoonekana hapo. Kuna public notes ambazo imetolewa, maana yake utaweza kuingia hapa na kuisoma ili kupata taarifa. Mfano hii ilikuwa ni user manual, kwa maana yake unaweza ukadownload. Na public notes ni kama hizi ambazo hapa zinaonekana, na itaonekana kwamba ilikuwa uploaded nini. Kwa mfano hii ni public notes ambayo ilikuwa inahusisha vyombo vya moto, new system for registration of motor vehicle and driving license. Ukiklik, maana yake utakutana na ule ujumbe au ile taarifa ambayo unatakiwa kuipata. Kwa hiyo public notes zote tutakuwa tunaziona kupitia akaunti zetu. Na pia kama tulivyokwisha awali, mtangulizaji ambaye ni mwasilishaji wa awali wa utangulizi alikwisha kusema kwamba mfumo wetu umekuwa integrated. Hapo awali ilikuwa ni changamoto, ulikuwa ukihitaji kupata baadhi ya taarifa zingine ni lazima uende either kwenye baadhi ya linki zingine au mifumo mingine. Lakini kwa sasa, kwa mfano, ukiingia kwenye akaunti yako ya taxpayer portal, unahitaji kuingia kwenye website ya mamlaka ya mapato Tanzania ambayo ni official, utaklik ile sehemu ya TRA, maana yake itakudirect moja kwa moja kwenye official website. Au unahitaji kujua viwango vya kodi ambavyo ni vya PAYE
kwa ajili ya calculation, au unataka kwenda kujua calculation ya kodi kulingana na importation za magari, unataka kuagiza chombo cha moto kutoka nje ya nchi, maana utatumia ile calculator, au unataka kutumia mifumo mingine ambayo mamlaka inatumia. Kwa hiyo una uwezo wa kutumia hizi e-service, maana ni integrated link za mifumo ambayo wenzetu wanatumia au inatumika ndani ya mapato Tanzania. Kwa hiyo hizo ni features ambazo mlipa kodi unaweza ukaziona kupitia mfumo mpya ambao umeboreshwa. Na pale chini kabisa ambapo nimedisplay kuna sehemu kuna maneno yameandika idle time. Tulikuwa tunapata challenge na maoni kupitia walipa kodi kwamba mfumo mtu akitaka kuwasilisha return unamtoa kwa haraka. Lakini kwa sasa tumeweka idle time kwamba mfumo huu kilogin utakuwa unatumia kwa muda wa nusu saa ili uweze kuwasilisha. Ukiona kwamba ule muda labda umetumia unaenda kuisha, manake bado unaendelea kutumia mfumo, manake unaweza ukaliset ukastart fresh. Manake kuna ile sehemu pale niliweka unaweza click, manake ukiliset time inarudisha ule muda ambao ni 30 minutes ili uendelee kutumia mfumo kama ulivyokuwa unatumia. Challenge ya mfumo ku login alafu unakutoa kwa haraka, manake nadhani hapo tutakuwa imekuwa solved, manake tutaweza kuwasilisha huduma zetu, kupata huduma kwa muda ambao tunategemea na utakuwa ni sahihi. Na pia hii ni sehemu ambayo kuna sehemu ambayo ni ya network, unaweza ukaangalia kama unapata challenge ya mfumo, je, network ambayo unaitumia ni kwamba iko strong kwa namna gani, au kwa sasa manake unatumia device gani. Manake kuna ile sehemu ya network, ukiklik pale utaona network ambayo unatumia na statistic ya network ambazo unazitumia na aina gani ya network ambayo unaitumia kwamba iko strong kwa ajili ya kupata hiyo huduma. Kwa mfano kama hapo inavyo display hiyo network status, ambapo sasa itakuwa ina display kulingana na wewe network unayoitumia. Kwa hizi ni features ambazo za kwenye mfumo tutaka tuwapitishe, ambazo kama poto unaweza ukatumia kwa ajili ya kufurahia na kupata huduma za kikodi. Sasa badala ya kusema hayo, kuna zile features ambapo pale juu kama nilivyokwisha kusema awali, kwa mfumo wetu unamruhusu individual tu kulogin. Kampuni manake wewe ni director wa kampuni, au wewe ni declarant, au wewe ni auditor wa kampuni fulani, manake kuna ile sehemu ya change session. Ile ni sehemu ambayo itakuonyesha zile entity zote ambazo umekuwa attached kulingana na access right ambayo umepewa. Mfano ukiklik pale sehemu ya change session, yataonekana yale makampuni yote status uliokuwa nayo. Mfano hii sehemu ya kwanza itaonyesha team ya hiyo kampuni, pia itaonyesha jina la hilo kampuni na entity admin status. Maana kama wewe ni administrator wa hiyo entity, status itasema yes, na kama sio administrator maana yake itasema no. Kwa hiyo kuna rights ambazo tunapewa kulingana na kampuni ambavyo vimekuwa appoint. Kuna wengine tunakuwa appointed kama declarant kwa ajili ya kufile return, kwa zile kampuni zote zitakuwa zinaonekana hapa. Kwa hiyo ukihitaji kwenda kwenye ile kampuni kwa ajili ya kufile return, maana yake utai-click then utai-select. Maana yake unaweza ukaselect kwa kudouble click au ukaselect pale chini, maana yake itakuwa imekuhamisha kutoka kwenye ile session ya awali imekupeleka kwenye ile session ya kampuni na utaweza kufile. Na kingine ambacho tumekiboresha kwenye mfumo wetu ni kwamba utakapokuwa na change session itakuonyesha location ya hiyo tini ilipokuwa. Kwa kama iko mkoa wa kodi wa Kigoma itasoma pale kwamba hii iko tini ni ya mkoa wa kodi wa Kigoma. Kama ni Ilala maana yake itasoma Ilala kulingana na tini location yake ilipokuwa. Kwa hiyo haya ni maboresho ya mfumo mpya ambao tumeyafanya. Tunaendelea kuwapitisha kwenye menus ambazo zinapatikana kwenye poto. Kuna sehemu nyingine ambayo ni use IDaaS integrated search. Kuna wale wengine ambao wao wanataka kutumia mfumo ataki kutumia hizi button za hapa juu ambazo nitazielezea hapo mbele. Unaweza ukasearch kulingana na wewe unavyotamani. Mfano, unataka kwenda specific kwenye VAT. Unaona kwamba siwezi kuchagua moduli ya registration maana yake ni mlolongo mrefu, maana yake unaweza ukasearch specific ile VAT. Maana yake system itakupa zile menus ambazo zinahusika na VAT. Kama nilivyoclick hapo, unaona kwamba itakupa menu kama unahitaji registration au kama unahitaji deregistration ambayo ni cancellation, au unahitaji kujua baadhi ya
issues ambazo zinahusika na VAT. Maana yake kwa mfano hapa mimi nimesearch VAT, nahitaji labda kwenda direct kwenye registration ya VAT, nataka kuomba usajili wa VAT kulingana na hii session niliyokuwepo. Maana yake nita search VAT, then ni search, maana yake menus zitatokea na kulingana na access nilizokuwa nazo, maana yake nita click registration, kwa moja kwa moja itanipeleka kwenye window au menu ya VAT registration. Lakini hapa kwa sababu hii ni non business tin, siko liable kuomba usajili wa VAT. Na pia hii sehemu ya use my address, maana yake unaenda ukasearch, labda nataka kwenda kwenye tin, maana yake nita search tin, then system itanionyesha sehemu ambazo ni tin, labda nataka kufanya tin amendment, nataka kufanya tin cancellation, nataka kufanya registration ya entity au whatever the service ambayo wewe unahitaji na unaitamani. Kwa hiyo ni mfumo ambao umekuwa umeboreshwa na unapata features nyingi kulingana na wewe unavyotamani, maana yake unaweza ukatumia. Sasa baada ya kuangalia hizi menus ambazo zipo kwenye dashboard, sasa tuangalie hizi menu ambazo ziko hapa juu na hizi ambazo ziko upande wangu wa kushoto chini ya ili neno change session. Sasa nikianza hapa juu kuna hili neno limeandikwa POT ambaye kwa kirefu chake ni poto. Ukikliki kwenye hii poto, hizi ni moduli ambazo zitakuwa zinapatikana kwenye mfumo. Kwenye mfumo wetu maana yake mlipa kodi ataweza kupata service kama zinavyoonyeshwa hapa. Moja, mlipa kodi anaweza kupata service ya registration, maana yake usajili wote ambao unahusika na TIN, VAT, branch, tax consultant na vingine vyote. Na pili, anaweza kupata service ambazo zinahusika na driving license ambayo ni computerized driving license, maana yake ataomba leseni ya udereva au atauisha leseni yake au atacancel leseni na huduma zingine. Na tatu, maana yake ataweza kupata huduma za usajili wa vyombo vya moto ambavyo hapa tunazungumzia magari na vile vingine. Na pia ataweza kufile return ambayo ni return filing and assessment, na vile vile anaweza kuona revenue collection and account, maana yake hii inahusika sehemu ya malipo na madeni ambayo atayaona kwa ajili ya kufanya malipo. Pia kuna sehemu ya debt management and compliance, hii ni sehemu ya kuview baadhi ya taarifa za madeni na kama kuna taarifa zote ambazo ni recovery measures kama nilivyokwisha kuelezea kwamba issues za demand notice, umetumiwa demand notice, sasa hizi utakuwa unaipata kwenye mfumo, sio kama ilivyokuwa sasa kwamba unapewa barua. Kwa sasa hizi demand ikitumwa maana yake utaipata kwenye account yako. Na kama inavyoelezea zile service nyingine ambazo ni za objection, kuna communication, kuna refund, kuna e-tax invoice. Hii ni kwa ajili ya matumizi ya kuissue receipt kama sasa hivi tunavyotumia EFD, maana yake tumeboresha, tunataka walipa kodi watumie mfumo wetu kuissue EFD receipt. Kuna knowledge, kuna private na kuna inventory management ambazo kwa sababu ya muda na kwa sababu ya ratiba, hizi moduli zote kulingana na ratiba ambavyo tumeiona, kila moduli tutapitishwa na wataalamu, kwa hiyo sina haja kuielezea sana. Na sehemu nyingine kwenye hiyo poto pale chini kuna sehemu imeandikwa site map. Site map ni kama shortcut ya service ambazo zinapatikana kwenye mfumo. Kwa mfano kama hapa nilivyo click, umeona kuna sehemu ya my poto, labda unataka kwenda kwenye password, maana yake unaweza kuclick moja kwa moja kwenye password, au unataka kwenda kwenye entity tin kwa ajili ya kuapply entity tin, maana yake utaclick ile sehemu ya entity tin. Kwa hiyo site map ni kama ni shortcut ambayo inakudirect kwenye ile service ambayo wewe unataka kwenda. Na ukiangalia kuna zile ambazo zimekuwa bolded na kuna zingine ziko fainted. Hizi ambazo uko fainted kwa mlipa kodi ukiingia kwenye account yake maana yake hauna access rights ya kupata hiyo service. Kwa hiyo ukiangalia zile ambazo ziko faint maana yake wino wake kidogo umekolezwa, hizo ndo una access nazo kwa kuzipata. Kwa hiyo zile ambazo ziko fainted hutoweza kuzipata. Ndio maana pale ukiklik inakuambia you don't have access authorization. Kwa hiyo ni site map ambayo mlipa kodi ni kama shortcut ya kwenda kupata service, kwamba unahitaji service fulani ili uweze kuziview, kwa sababu hapa inaonyesha moduli zote na submodules ambazo ni rahisi kufanya. Kwa mfano mimi nataka return filing, nataka tu specific due date, maana yake nitakliki due date, kwa maana yake nitaenda kwenye due date extension ambayo nitafanya application. Kwa hiyo ni sehemu ya site map. Kingine ambacho kimeboreshwa kwenye mfumo wetu ambayo hii ni poto ya taxpayer poto, upande wa kushoto kuna sehemu imeandikwa my poto, ambapo ukikliki pale kuna sehemu ya my page, kuna menus kama 4, kuna my information, kuna my menu, kuna password na kuna message. Sasa nitaelezea hii my information. Mimi niliye login hapa nimelogin kama individual. Yawezekana nataka kujua taarifa zangu ambazo ni sehemu ya my information. Nikitaka kufahamu hizi taarifa maana yake itanihitaji, nikiklik itanihitaji kuingiza password for the first time ili niweze kupreview
hizi taarifa. Mfano, na click my information, then nitaweka password kwa ajili ya kuview taarifa. Nikishaweka password, maana yake system ita preview taarifa zangu ambazo za kikodi. Mfano, itanionyesha jina langu, itaonyesha TIN, itaonyesha mwaka wa kuzaliwa, itaonyesha phone number kama ipo, itaonyesha jinsia yangu, na vile vile itaonyesha mitaa na TIN ambapo imepatikana. Na pale chini kabisa ukiangalia kuna sehemu pameandikwa my mode. Ile ni sehemu ambayo sasa hapa ni very interesting place ambayo mlipa kodi una uwezo wa kuchagua. Mfano, kuna wale walipa kodi yeye muda mwingi anatumia sana moduli ya return filing. Anataka akilogin tu moja kwa moja system imprompt kwenda kwenye return filing. Maana yake utachagua pale moduli ambayo wewe unaona kwako ni unatumia sana kuliko zingine. Mfano, mimi natumia sana moduli ya usajili wa magari. Kwa hiyo nitachagua Central Motor Vehicle Registration. Then nitamodify. Nikimodify maana yake kila nitakapo login, maana yake system itanipeleka mimi direct kwenye moduli ya magari. Mfano hapa nime log out ili tuweze kuona. Kwa moja ukiangalia nilivyo login tu, maana yake moja kwa moja inanipa services zile za magari. Ndio ile sehemu ya my information ambapo maana yake unachagua ile moduli ambayo wewe you are interesting to use or you are using every day au frequently, maana yake unaitumia hiyo moduli. Kuna wengine maana yake wanatumia moduli labda ya return filing. Maana yake yeye au wewe utachagua moduli hiyo ya return filing, then ukimodify uta log out na kulogin tena. Maana yake ukilogin tena kila utakapokuwa una login, maana yake system itakupeleka direct kwenye moduli ile ya return filing. Maana yake labda wewe ni muda mwingi kwamba una file return, kwa hiyo uhitaji kuwa direct kwenye return kwenye baadhi ya moduli zingine ambazo hauko interested nazo. Lakini pia kama utahitaji kubadilisha, hapa juu sehemu ambapo nilisema imeandikwa neno portal, ukiklik una uwezo wa kubadilisha ile moduli ambayo unaitamani. Mfano, nilikuwa nipo kwenye return, natamani sasa kwenda kwenye registration, kwa hiyo nita click registration. Kwa system itanibadilisha, itanipeleka kwenye registration. Nadhani ni maboresho ambayo wengi wetu kwa demonstration hii mnaiona, kwa sababu sasa tunatumia taxpayer portal. Ukihitaji kwenda kwenye registration unatakiwa uame kutoka kwenye hiyo session uliokopo kwenda nyingine, lakini sasa una haja ya kutoka kwenye hiyo session. Ni kwamba tu una click, system unakuwa pale pale, maana yake inakuhamisha kutoka kwenye hiyo service moja inakupeleka kwenye service nyingine. Mfano, nikihitaji kutoka kwenye revenue collection accounting, nataka kwenda kwenye debt management and compliance, kwa nita click debt management, kwa nitaanza kupata zile services za debt management and compliance. Na hizi nimesema kwamba zitaelezewa na wataalamu, sababu tutapitisha moja moja tujue mfumo jinsi unavyofanya kazi. Kwa leo ni kwamba tutapitisha navigation ya portal. Kwa baada ya kuona ile sehemu ya my information ambapo una uwezo wa kufanya hayo yote ambayo nimeelezea, pia kwenye sehemu ya my information kwa wale ambao yawezekana ulikuwa unatumia password, lakini hiyo password unaona kwamba kuna watu ambao wanaitumia au kuna mtu ulimpa lakini unataka kumcontrol, una uwezo wa kumwekea two factor authentication. Kwamba napo anapoingiza password unamhitaji yule mtu atakapoingiza password itumwe password nyingine kwenye namba yako ya simu ili uweze kuverify na kumruhusu aingie. Kwa maana yake hapa ukisema yes hapa kwenye sehemu ya two factor authentication, maana yake uta click either yes or no. Ukisema no, maana yake wewe ukiweka tu password utakuwa na login direct. Lakini ukisema yes, maana yake utahitajika kureceive password nyingine ambayo ni kama one time password kwa ajili ya kuruhusu kulogin. Maana yake hii ni kama control ya kuzuia wale ambao wanaweza waka attempt au tukasema kwamba Kiswahili rahisi, maana yake wale ambao wanaweza kuingia kwenye account yako. Maana yake kuna hii sehemu ya two factor authentication kwa ajili ya kucontrol hizo risk. Na pia kuna sehemu ya email na message ambazo hii ni sehemu ambayo nielezea pale mwanzo kwamba you can receive email na message ambazo zimetumwa kulingana na huduma ambazo umezifanya kwenye account yako kama zinavyoonekana hapo. Kwa mfano kuna hizi message ambazo zina display kwamba TIN yangu, your TIN has been cancelled, kwamba ulikuwa umeomba huduma ya kucancel TIN, then baada ya ile process kuwa finished au complete, maana yake una uwezo wa kupata notification au email. Maana yake hii inaweza ikatumwa kwenye namba yako ambayo ni email au ikatumwa kwenye namba ya simu. Kwa hiyo una uwezo wa kuchagua ni kwamba wapi utahitaji kupata hiyo taarifa. Kwa hiyo kuna sehemu ya email, option ya kuchagua kwamba iende kwa email au sehemu ya SMS kulingana na wewe ambavyo utapendelea. Na sehemu nyingine ni kwa ajili ya signature management. Kuna sehemu ambayo itakuwa ina view au inakuonyesha signature ambayo
umesign kulingana na taarifa zako, na taarifa nyingi za individual huwa tuna retrieve taarifa kutoka kwa sababu tuna integration na wenzetu wa NIDA. Maana yake usajili wa tini, watu wengi tumetumia vitambulisho vya taifa, kwa hiyo tuna retrieve zile biometric na signature ambazo zimekuwa kwenye NIDA, na vile vile system itakuwa inaonyesha picha yako, image ambayo ipo kwenye system. Kwa hizi ni taarifa ambazo za kuview kwa kama mlipa kodi anahitaji kuona taarifa zake. Hii ni sehemu ya my information. Sehemu inayofuata ni sehemu ya my menu. Hii ni sehemu ambayo unahitaji kujua menu ambayo unataka kuisearch. Sasa my menu ni kwamba inafanana na ile ya my address. Ni kama shortcut. Mimi nahitaji nitakapokuwa na login kwenye mfumo, kuna baadhi ya menus ambazo nataka kuzitumia sana. Mfano, menu yangu kubwa mimi ni kwenye registration, lakini registration nataka sana sasa kwenye VAT registration. Kwa hiyo nita search. Nataka ni kila ninapoingia nione VAT registration. Kwa hiyo nitachagua menu ya VAT. Na vile vile labda natamani sana kuona sehemu ya TIN relation. Kwa hiyo nitachagua TIN relation. Au natamani pia kuona sehemu ya kuangalia branch amendment. Maana yake nitachagua branch amendment. Nikishachagua hizi menus ambazo mimi nimezipendelea au natamani sana au muda mwingi nazitumia, utasave. Ukisave, hizi menu zitakuwa zinaonekana hapa juu kwenye my menu. Maana yake ni menu ambazo wewe unazitumia muda wote au mara nyingi unazitumia, ili utakapokuwa na login kwenye mfumo huna haja ya kuanza kutafuta hapa juu kwamba niende kwenye registration then niende kwenye branch management. Hapana, maana yake utakuwa tu unaenda kwenye sehemu ya my menu then unasema una click ile sehemu ya branch amendment, maana yake itakupeleka moja kwa moja kwenye branch amendment. Na utakapohitaji pia labda unataka kuongeza menu nyingine kwa ajili ya registration au return filing, maana yake utaenda sehemu ya return filing, ta search zile menus ambazo unazitegemea, labda muda wote wewe unapendelea sana kufaili return ya VAT au muda mwingi wewe unapendelea sana kwenda kwenye filed return, au unataka menus ambazo zionekane labda ni zile za filed au draft au unfiled return, maana yake utachagua. Au unataka kuangalia assessment utachagua, au unregistered payment utachagua. Au unapendelea sana uende moja kwa moja kwenye, labda wewe ni auditor unapenda sana kwenye kupata dashboard ya LOI certification au kuangalia client ambao wameappoint auditing firm yako, au list ya client au list ya auditor ambao unao kwenye firm yako. Maana yake utachagua ile menu na uta save. Ukisha save, maana yake hii menu itakuwa ina display hapa kwenye my menu. Maana yake utakapokuwa na login huna haja ya kwenda kwenye specific service au moduli, maana yake utaenda moja kwa moja kwenye ile process ambayo wewe umeichagua. Mfano, sehemu hii nikitaka kwenda kwenye LOI certification, maana yake itanipeleka moja kwa moja kwenye ile dashboard na utaendelea kupata hizo huduma. Kwa hiyo ukiangalia ni mfumo ambao umeboreshwa na umemrahisishia mlipa kodi kupata huduma mbalimbali kwa urahisi na kumpunguzia ule muda ambao muda mwingine alikuwa anatumia kwa ajili ya kusearch au service mbalimbali. Kwa maana yake utakuwa unazitumia hizi my menu kwa ajili ya kupata huduma zako, au labda unapenda sana kutumia assessment kwa ajili ya kuview baadhi ya taarifa za kodi uweze kufanya malipo. Maana yake uta click ile my menu pale kwenye assessment, then system ita preview zile assessment zote ambazo unazo na utaendelea kufanya malipo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni kama shortcut ambayo mlipa kodi mwenyewe utakuwa unajiamulia, na ukihitaji kuzitoa maana yake utarudi pale pale kwenye my menu. Arudi hapa kwenye my menu, then nilichagua registration, nahitaji kuziondoa kwamba kwa sasa hizi huduma sizitumii tena, kwa nitaziondoa. Kuziondoa maana yake uta untick au uta uncheck zile service au menus ambazo ulikuwa unataka mwanzo ulikuwa unazitumia, na kuziweka maana yake utacheck zile service ambazo ulikuwa unataka kuzitumia, then kumbuka kusave. Ukisave maana yake zile menus ambazo umeziondoa hazitaonekana tena hapa kwenye akaunti yako, maana yake zitakuwa zimeondoka. Nadhani ndugu walipa kodi na ndugu wasikilizaji wote tuko pamoja tunafuatilia mafunzo haya, na mwishoni, kwa sababu tunaendana na session yetu, maana yake tutaruhusu maswali kwa wale ambao hawajaelewa, maana yake tutaruhusu waulize maswali.
Naomba tuendelee. Kwa hiyo hii sehemu ya my menu, maana yake mlipa kodi utakuwa na uwezo wa kumanage menus mwenyewe ambavyo unatamani kulingana na matumizi yako na mfumo unavyotamani. Na sehemu nyingine ni sehemu ya password. Hii ni sehemu ya kureset password. Mfano kuna password ambayo unaitumia sasa lakini unahitaji kubadilisha, maana yake utaenda ile sehemu ya password. Hapa ni sehemu ya kuchange password, maana yake utaweka current password ambayo unaitumia, then utaweka new password na utaconfirm ile new password na utamodify. Ukisha modify, maana yake utapata notification kupitia email yako na namba ya simu na utakuwa umebadilisha hiyo password. Lakini cha kuzingatia, kuna rules for creating password. Nadhani hizi wote tunaziona hapo na wengi tuko nazo aware kwa ajili ya security, kwa maana yake unatakiwa ufate zile sheria za kutengeneza hiyo password ambayo utaitumia. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kucontrol riski au mtu asiweze kubashiri au kuotea au kugesi password yako. Kuna wengine ambao tunapenda kutumia password ambazo mtu anaweza akabashiri, ndio maana zimewekwa hizi rules for creating password. Maana yake lazima ziwe na combination of 8 or 15 character composed of number, uppercase letters, lowercase letters and special character, ambapo hii ni kama control kwa ajili ya kuzuia wale ambao wanaweza wahack au wakagesi wa password na kuweza kuingia kwenye akaunti yako. Kama mnavyofahamu, mifumo hii ya kodi ambayo imeboreshwa, sasa hizi taarifa nyingi na vitu vingi vinafanyika kwenye mifumo. Mfano uhamishaji wa magari, maana yake transfer ya ownership ya magari, maana yake inafanyika kwenye mfumo. Kwa hiyo tunaweka hivi ili kucontrol watu wasiweze kujua password na kuweza kupata huduma zingine. Maana yake hakikisha unapotengeneza password yako inakuwa ina meet hivi vigezo ambavyo vimeandikwa hapa chini. Na hiyo password maana yake haitoruhusiwa kama uta include your username. Maana yake username maana yake itakuwa involved kwenye password. Kwa wale ambao mnafuatilia na mnaangalia hizi display au hizi navigation ambazo nazionyesha pale chini, nilizungumzia kuhusu ile idle time. Mtaona zile dakika zinapungua. Kwa hiyo ukiona zinakaribia kuisha, maana yake you can reset na muda maana yake utajianza upya zile dakika 30. Kwa hiyo mfumo utakuwa haukutoi. Kama unatumia mfumo kwa muda wa masaa 5, maana yake utaendelea kuwa kwenye session mpaka utakapomaliza kazi yako. Maana yake ni maboresho ambayo yalifanyika ili kuondoa ile challenge ya kwamba mfumo unatumia baada ya muda unanilog out. Maana yake muda mwingine tunakuwa tunafanya kazi zile ambazo hatujazisave, kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Menu nyingine ni hii sehemu ya message, hii ambayo nimeielezea. Maana yake hapo utakuwa na uwezo wa kureceive zile message, na vile vile kama nilivyokuja kuelezea kwenye module, kwenye mfumo wetu kuna sehemu ya communication, ambayo hapa walipa kodi tutakuwa tuna uwezo wa kuwasilisha barua zetu, ambazo kwa sasa hizi barua tunaziandika na tunawasilisha ofisini kwa mkono, lakini kupitia mfumo huu maana yake barua zote tutakuwa tuna uwezo kuandika kwenye mfumo na kuzituma kwenye mikoa husika. Hatuna haja ya kuandika kwa mkono. Kwa hiyo kwenye hii sehemu ya kuandika barua, maana yake unaweza ukatype kwenye ile field ambayo ya kuandika barua, au ukaattach kama una attachment yoyote ambayo unataka kuiattach na barua ambayo unaandika, na ikishakuwa imeandikwa maana yake itaenda moja kwa moja kwenye mkoa husika na itakuonyesha kwamba hiyo barua ipo kwa afisa gani na inaipo stage gani ya kufanywa kazi. Na ukijibiwa pia majibu utayapata kupitia huu mfumo ambao umeboreshwa na umekava baadhi ya services zote ambazo walipa kodi tulikuwa tunazitamani tuzipate kupitia mifumo. Na lengo kubwa ni ku streamline hizi process na kuhakikisha kwamba walipa kodi tunafanya shughuli zetu na kulipa kodi kwa wakati. Kwa hiyo hizi ni menus ambazo utakutana nazo utakapokuwa umeingia kwa mara ya kwanza kwenye mfumo huu wa IDRAS. Na ukitaka kurudi kwenye dashboard hapa juu, unaweza ukaklik sehemu hii ambayo imeandikwa IDRAS, itakurudisha kwenye dashboard ambapo utaweza kupata zile huduma zingine ambazo ulikuwa unazihitaji awali. Baada ya kuelezea hizi menus ambazo ziko upande wangu wa kushoto, utaelezea hizi menu ambazo ziko hapa juu, ambazo hizi zinafanana na zile ambazo ziko kwenye dashboard. Kwa mfano, hii menu ya search, maana yake hapa nahitaji mimi kusearch ile service ambayo mimi nahitaji nipeleke direct. Mfano, nilizungumzia awali kwamba nataka labda kwenda kwenye VAT registration. Badala ya kwenda kwenye registration nikaanza kutafuta VAT, maana yake nitaisearch hiyo VAT, maana yake itakuja hapa, then nitaenda ku click direct registration VAT, maana yake ita preview au ita display au ita open ile menu ambayo inahusika na VAT. Mfano hapa ime display hii VAT, maana kama nita apply for VAT, maana yake nitajaza taarifa na kusubmit. Au unahitaji kujua baadhi ya information zozote ambapo mwanzo nilielezea ile tax calendar,
Kwa mfano nataka kujua kwa mwaka 2025 mwezi Januari kuna vitu gani ambavyo naweza nikavifahamu, au mwezi Disemba. Kwa maana yake itakuonyesha kwa mwezi ule tarehe zote ambazo zinahusika na issues za kikodi. Mfano tarehe 7 mwezi Disemba au mwezi wa 12 ni due date ya kusubmit, ni due date ya submission na payment ya SDL, pay, midnight levy, electronic money transaction levy na withholding tax zote, maana tax return zote. Kwa maana yake hii itakusaidia mlipa kodi uweze kujua due date ili uweze kuwasilisha return yako kwa wakati na kuepuka penalty za ucheleweshaji wa kuwasilisha return. Na vile vile maana yake itakuwa inakuonyesha tax calendar yote ya mwezi husika. Kwa mfano tunaona hapa hii due date ya kufaili VAT, tunaona due date ya kufaili excise duty, tunaona due date ya kulipa installment ambazo ni statement of estimated tax payable by installment. Kwa due date zote zitakuwa zinaonyeshwa namna gani na mlipa kodi una wajibu wa kuzifuatilia. Kwa hiyo utakuwa unaweza kuchagua kuangalia tax calendar kulingana na mwaka, labda mwaka 2024 au mwaka 2026. Ukichagua then uta search. Kwa mfano hapa mwaka 2026 Januari, maana yake ukichagua mwaka na mwezi itakuonyesha due date. Kwa mfano hapa tarehe 7 tuna due date ya kusubmit pay, tuna due date ya kulipa na kusubmit pay, SDL, midnight levy na hizo kodi zingine. Tarehe 20 kuna due date ya kusubmit na kulipa VAT. Tarehe 25 tuna due date ya kusubmit na kulipa excise duty. Tarehe 31 tuna due date ya kulipa na kusubmit baada ya installment ambayo sasa hii itakuwa kwa mwezi March. Kwa maana yake tutapata due date kulingana na taarifa, na hizi zitakuwa updated kulingana na sheria ya kodi, na due date kulingana na tax return ambazo au aina za kodi ambazo mlipa kodi unakuwa na obligation ya kuziwasilisha. Kwa hiyo ni sehemu ya tax calendar, ndio maana ikaandikwa tukaweka hapa kama information ili mlipa kodi uweze kupata hizo taarifa. Na sehemu nyingine ni kwa ajili ya community. Hii ni sehemu ambayo tunaweza kupata public notes, na kama kuna maswali Q&A yote, maana yake question and answers, kuna maswali ambayo walipa kodi wanataka ufumbuzi, maana yake yatakuwa yanawekwa kwenye mfumo ili uweze kupata majibu na kupata uelewa. Ndio maana kuna ile moduli ya knowledge, maana yake kama kuna chochote ambacho mlipa kodi unahitaji kujua au kupata taarifa yoyote, maana yake kuna sehemu ambayo tutakuwa tuna upload document kwa ajili ya kujisomea au kupata taarifa. Na kuna sehemu nyingine ile ambayo ni ya user guides, maana yake hii ni sehemu ambayo utaweza kupata zile user manual zote zinahusiana na mfumo huu kulingana na moduli. Kwa hizi moduli zote, user manual au user guide zote za hizi moduli zote utaweza kuzipata. Kuna wale wengine ambao hawatamani kuingia YouTube kusikiliza, maana yake wanahitaji kusoma ili kufuatisha zile process ambazo zipo kwenye user manual, maana yake tutaweza kuzipata kwenye mfumo. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya service au huduma ambazo mlipa kodi ataweza kuzipata kupitia mfumo huu. Kitu cha kuzingatia tu ni kwamba hakikisha una login na unatunza password yako na uweze kupata huduma hizi ambazo kila mlipa kodi anatakiwa kuzipata. Nadhani ndugu wasikilizaji, tuko pamoja na tunaendelea na mfumo. Sasa nitaelezea baadhi ya hizi menus kwa uchache sana, kwa sababu wataalamu wa kila moduli hapa ambayo tunaiona au kila service ambayo unaiona hapa, wataalamu watatupitisha na kwa uzuri kabisa wote tutaelewa na tutaweza kutumia. Mfano hii sehemu ya moduli hii ya poto, maana yake ni kama nilivyoelezea, hii inahusika sana sana na matumizi ya mfumo na zile ambazo ni poto users. Sehemu nyingine ni registration, hii inahusika na registration zote ambazo walipa kodi tunazifanya. Mfano kuna hii huduma ambayo tumeiboresha ambayo ni administrator of estate, wenzetu wa registration watakuja kuielezea. Maana yake utaweza hapa kupata hizi huduma, na vile vile kama unahitaji kuomba usajili wa TIN za entity au branch TIN au VAT au tax consultant, maana yake zitakuwa zinapatikana kwenye huduma hii ya registration. Na pia kuna taxpayer management ambayo hapa ni kwa ajili ya kufanya amendment mbalimbali, kwa ajili ya kuangalia invitations mbalimbali, wenzetu watatupitisha, kwa sababu leo tunapitisha tu ile navigation. Kwa process zaidi maana yake wenzetu watatuonyesha. Vile vile kuna sehemu ya license management, kwa hizi ni mahususi kwa wale ambao wana deal na manufacturing. Maana yake tutakuwa tunaweza kuona hizi license ambazo umekuwa issued, sasa zile ambazo ni accessible goods, maana yake kutakuwa kuna sehemu ya kumanage hizo license. Maana yake utakuwa unaona zile license ambazo umekuwa issued zitakuwa zinaonekana hapo. Na hii moduli inayofuata ni sehemu ya
computerized driving license ni sehemu ambayo utakuwa unaweza kuona leseni yako ambayo unayo na ipo kwenye status gani, au unahitaji kuomba leseni labda ndio kwa awali ndio unaomba leseni, maana yake utaenda ile sehemu ya application kwa ajili ya kuomba leseni, au unataka kuangalia leseni yako ina expire lini au namba yako ya leseni, maana yake utaweza kuipreview pale. Na vile vile hii ni sehemu ambayo kwa wale wenzetu ambao wanaendesha biashara ya driving school, maana yake wataweza kuomba usajili wa hizi shule za udereva, maana yake kwa ajili ya usajili, maana yake utaingia pale kwa ajili ya kuomba usajili kulingana na matakwa, maana yake na sheria inavyosema. Wenzetu wa moduli husika watatupitisha. Kuna sehemu pia ya Central Motor Vehicle Registration, ni kwa ajili ya mahususi kwa ajili ya usajili wa vyombo vya moto. Naposema usajili, maana yake inahusisha na hata kuondoa pia usajili. Maana yake unaweza ukasajili chombo cha moto na baada ya muda ukaamua kukiondoa ili kuondoa ile namba ya usajili, na vile vile huduma zingine kwa ajili ya kupata zile namba binafsi au huduma zozote ambazo zinahusiana na usajili wa magari, aidha umenunua ndani ya nchi au umenunua kutoka, maana yake umeimport kutoka nje ya nchi. Na hii sehemu pia itakuwa mahususi kwa ajili ya wale wenzetu ambao wanauza magari ambao ni car dealers, wataomba usajili ili waweze kupata vibali vya kusajili magari yao pale wanapowauzia wateja wao. Na moduli nyingine ni return filing and assessment. Hii ni mahususi kwa ajili ya kuwasilisha return zote za kodi, na kikubwa tu ambacho ndugu walipa kodi au wasikilizaji tunachotaka kuwaambia ni kwamba kwenye mfumo huu kwa sasa hakuna return yoyote ambayo itakuwa inapokelewa manyo. Return zote zitakuwa zinapokelewa kwenye mfumo. Na kama unavyoangalia hapa, tumeweza kuaccommodate return zote za kodi. Maana yake kodi zote ambazo zilikuwa zinatakiwa kufailiwa, maana yake zitakuwa zinawasilishwa kwenye mfumo. Zile zote ambazo zilikuwa zinaletwa kwa mkono kuanzia, maana yake mfumo utakapokwenda live hazitowasilishwa tena manyo, maana yake zitakuwa zinaletwa kwenye mfumo. Kwa hiyo ukienda kwenye hii moduli ya return filing and assessment utaweza kupata hizi huduma mbalimbali ambazo kama zinavyoonyeshwa hapo. Nazielezea kwa uharaka na kwa juu kwa sababu tuna session na kulingana na ratiba yetu kila moduli itakuwa inatupitisha kulingana na process zake ambazo zipo. Nadhani wote tutaelewa na tutaweza kuzifahamu. Na pia mfumo umeboreshwa, tutakuwa tuna uwezo wa kuona due date kulingana na tarehe husika kama inavyoonekana hapo, due date ya kufaili PAYE, due date ya kufaili VAT, due date ya kufaili excise duty kulingana na matakwa au kulingana na mwongozo wa sheria inavyosema. Na pia kuna hii moduli ya revenue collection and accounting. Pia tumesoma jumbe zenu ndugu walipa kodi na wasikilizaji na wadau wetu. Kwa sasa tumeweza kuwezesha link ya YouTube kwa wale ambao wanapata challenge kusikia kwenye hii link, maana yake tunaweza pia kuingia kule kwenye YouTube. Link iko live, maana yake tunaweza kuendelea na kusikiliza mafunzo haya. Kwa wale ambao mlikuwa mnapata challenge tunaomba radhi, lakini kwa sasa tumeweza kuaccommodate hiyo service, maana yake mnaweza mkasikiliza pia kupitia YouTube. Na hapa kwenye return filing naweza nikaelezea kidogo kwa zile service ambazo mwanzo ulikuwa, kwa mfano ulikuwa na challenge ya return za partnership, tulikuwa tuwezi kufile mfumo lakini kwa kupitia mfumo huu zile partnership zote pia zitaweza kufile return zao kupitia online system, maana yake hazitokuwa zinawasilisha tena manyo. Kwa hiyo return zote ambazo tulikuwa zinaletwa ofisini kwa mkono nje ya hizi ambazo zilikuwa zinawasilisha kwenye mfumo wa taxpayer portal tuliokuwa nao sasa, zote zitakuwa zinaletwa kupitia mfumo. Kwa hiyo hakuna return ambayo itapokelewa kwa mkono, na changes zimekuwa accommodated na wote tutapata huduma kama sheria inavyosema na zitaweza kucover service zote. Na pia kuna sehemu hii ya revenue collection and accounting. Hii ni sehemu ambayo unahitaji kusajili malipo. Tunafahamu kwenye kusajili control number tulikuwa tunapata challenge, unatakiwa uhame kwenye service kwenda kwenye service nyingine, lakini sasa utaenda tu sehemu ya payment registration, utaweza kusajili malipo yako na malipo yote ambayo umeyasajili utaweza kuyaona, na kama unahitaji kuyajua maana yake utaenda sehemu ya kujua baadhi ya malipo ambayo umeyafanya, na vile vile kama yako pending utaweza kuyaona. Kwa hiyo utakuwa unapata status ya paid na unpaid zote ambazo ni updated. Na pia kuna moduli ya debt management kwa uelezaji tu wa awali, maana yake hii ni moduli ambayo itakuwa inahusika na compliance zote. Mfano umepata, sasa hizi tunajua kwamba ili uweze kupata demand notice maana yake unaandikiwa barua, unapata kwa mkono, lakini kwa maboresho ya mfumo huu maana yake demand notice zote zitakuwa zinaletwa kupitia mfumo. Kama kuna urgency notice maana yake tutapata kupitia mfumo. List ya madeni yote ambayo
unadaiwa au tunadaiwa walipa kodi, maana yake tutapata kwa mfumo. Unahitaji ku apply for extension ya time to pay tax, maana yake uta apply kwenye mfumo. Chochote ambacho kinafanyika manual, maana yake kisaizi tutakuwa tunakifanya kwenye mfumo. Hata kama kuna mnada wowote ambao unafanyika wa bidhaa ambayo imeshikiliwa kwa matakwa ya kisheria na madeni ya kikodi, maana yake mnada ule utakuwa unatangazwa kwenye mfumo, na wale wote ambao watahitaji ku apply au kubid for that auction, maana yake watatakiwa kuomba kwenye mfumo, na vitu vyote maana yake vitakuwa vinaonekana kwenye mfumo. Itaelezewa zaidi na wenzetu wa moduli husika. Mimi naelezea kwa kama navigation ili iwe rahisi wakati wao wanaelezea, unajua ni kitu gani ambacho kinaelezewa na kinapatikana wapi. Na pia kuna sehemu ya objection and appeal. Kama tunavyofahamu kwa sasa, hii process au hii huduma inapatikana kwa kuandika barua kwa mkono na kuleta ofisini, lakini kwa sasa hii huduma itakuwa inapatikana kwenye mfumo. Kwa hiyo ukihitaji, kama una object any tax decision kulingana na matakwa ya kisheria, nadhani wengi tunafahamu sheria, kwa hiyo vile vitu vyote ambavyo tulikuwa tuna objection navyo ambavyo ni tax decision ambazo commissioner anaziissue, kwa maana tutakuwa tunazifanya kwenye mfumo, na majibu pia tutapata kwenye mfumo. Na hata unapotaka ku apply for waiver, maana yake uta apply for kwenye mfumo. Na pia tumeweza kucover zile appeal machine zingine, kama labda imevuka kwenye level ya objection, labda imeenda kwenye TRAT and TRAB, kwa zote zitakuwa zinaonekana kwenye mfumo. Na pia kuna hii moduli ya communication, kama nilivyokwisha kuelezea awali, unahitaji kutuma barua yako. Sasa hizi tunaandika barua kwa mkono then tunaituma TRA, lakini kupitia mfumo huu tumeboresha, maana yake utakuwa unaenda kuandika kwenye mfumo na unaiwasilisha, na ukishawasilisha maana yake itafika TRA wataweza kuishughulikia na utapata majibu kwenye mfumo. Kwa hiyo ndio moduli ya communication ambayo inahusika na majibu yote utapata kupitia kwenye mfumo. Unaondoa ile challenge maana yake ya kujua kwamba barua yangu mpaka sasa iko wapi, majibu yako wapi. Maana yake system itakuwa ina uwezo wa kupokea hizo taarifa ambazo ni barua zetu na tutajibiwa. Na uzuri kwamba mfumo umeboreshwa, itakuwa inaonyesha barua ipo kwenye stage gani na ipo kwa nani. Kwa hiyo ni rahisi hata kwenye kufuatilia. Kuna moduli nyingine ambayo ni ya refund. Hii ni kuomba refund kwa wale kwa kodi ambazo tumezilipa zaidi. Sasa kodi kulingana na sheria, kuna refund ambayo inatokana na VAT, na kuna zile refund ambazo zinatokana na kodi zingine, na kuna zile refund ambazo zinatokana na wenzetu wa diplomats na international bodies. Kwa hiyo refund zote pia zitakuwa zinafanyika kwenye mfumo. Kama una refund yoyote ambayo unakuwa entitled au you are eligible kulipwa, maana yake utaomba kwenye mfumo na process yote itafanyika, na mwisho wa siku utalipwa kulingana na process au sheria inavyosema. Kwa hiyo tutaona hizi moduli kulingana na wenzetu ambao watatupitisha ni kila process, na wote tutaweza kujua namna gani tutatumia mfumo. Sehemu nyingine ni kwa ajili ya e-tax invoice. Tunafahamu wengi wetu tunatumia mashine za EFD, either ni VFD au EFD machines. Kupitia mfumo huu tumeboresha, maana yake kuna e-service ambayo mlipa kodi utaweza kujisajili na kuissue receipt kupitia mfumo. Kwa maana yake ni kama imeleta huduma hii kwa walipa kodi wale ambao wezekana walikuwa wanasema kuna cost ya kununua mashine au kuna baadhi ya issues ambazo zilikuwa zinawafanya wasinunue mashine, lakini kupitia mfumo huu maana yake sasa hizi utakuwa na uwezo wa kuissue receipt, na zile receipt zote ambazo utakuwa unaziissue utakuwa unaweza kuzipata kupitia mfumo huu, maana yake zitakuwa zinakuwa recorded huko. Maana yake kuna sales receipt, kuna purchase receipt, na unaweza ukasearch zile receipt ambazo umeziissue au umezicancel. Kwa hiyo ni huduma ambayo itakuwa inapatikana kupitia mfumo huu wa iDRAS. Na vile vile kuna sehemu ya knowledge. Hii ni kwa ajili ya kupata baadhi ya issues au baadhi ya uelewa ambao walipa kodi inawezekana unahitaji kufahamu, maana yake zitakuwa published hapa. Inawezekana labda kuna practice notes ambayo imewekwa au chochote ambacho mlipa kodi unatakiwa kupata knowledge yake, maana yake tutakuwa tunaweka. Kuna research mbalimbali ambazo zitafanyika, maana yake zote tutakuwa tuna uwezo wa kuzipata, au kama kuna newspaper yoyote, kuna public notes, kuna social media ambayo chochote ambacho kinahusiana na mambo ya kodi, maana yake tutaweza kupata kwenye huu mfumo ambaye ni sehemu ya knowledge. Na sehemu nyingine ni ya private and class ruling. Nadhani wengi tuko nayo aware. Unapohitaji kuomba hizi status kwa commissioner, maana yake utaomba kwenye mfumo. Kwa sasa tunaomba kwa kuandika barua na kupeleka ofisini, lakini saa hizi mfumo utakapoenda live, maana yake tutaweza kuomba kwenye mfumo, na utaweza kuona stage zote ambazo hiyo application yako imeenda, kama imekuwa submitted au imekuwa rejected au imekuwa revoked au ipo kwenye stage gani, maana yake utaweza kuona. Na ya mwisho maana yake ni inventory management. Hapa tunahitaji kujua baadhi ya taarifa ambazo walipa kodi, either umeimport, maana yake you have imported goods,
na hiyo goods ni stock kwako, maana yake itakuwa inatunzwa hapa ili tuweze kujua, na mwisho wa siku maana yake tuweze kulipa kodi ile stahiki ambayo unatakiwa kulipa. Kwa maana yake sehemu ya inventory management maana yake ni sehemu ya kusajili zile bidhaa zote ambazo ni stock. Kwa hiyo utakuwa unaziweka hapa kwa ajili ya kuangalia namna gani mwisho wa siku kiwango cha kodi ambacho unataka kulipa au stock ambayo umeingiza kwa ajili ya biashara ambayo unaifanya. Kwa hiyo navigation ya hizi moduli zote au hizi service zote ambazo zinapatikana kwenye mfumo huu wa iDRAS ni kama zinavyoonekana. Kwa hiyo kuna njia nyingi ya kuzitumia kama nilivyoelezea. Kwa unaweza ukaenda hapa pa direct au ukatumia zile ambazo nimezielezea awali kwa ajili ya matumizi ya mfumo. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nadhani wengi tutakuwa tumeelewa jinsi ya kunavigate mfumo. Kinachofuata sasa, wenzetu kuanzia ratiba inavyoonyesha, kuanzia kesho tutaweza kuona kila moduli namna gani ya kutumia, labda registration, nawezaje kupata tin ya namna gani, naweza kuja kujisajili VAT, nawezaje kujisajili branch, nawezaje kujisajili tax consultant, watu wa return, nawezaje kucertify return, nawezaje kufile return. Kwa kulingana na moduli husika na kulingana na ratiba vyote tutapitishwa, lakini kwa leo ilikuwa ni kupitishwa navigation ya mfumo jinsi unavyoonekana na kuweza kulogin na kuweza ku access hizi service ambazo zinapatikana kwenye mfumo. Na hizi nyingi zilizokuwa humu ndani ni shortcut. Kwa mfano nilielezea pale awali kwamba kuna shortcut ya kupreview baadhi ya my information ambapo utaweka password, na kuna hii sehemu hapa, kuna hiki alama kama cha setting. Ukiweka cursor au ukiweka ukitaka kuclick, maana yake itakwambia kwamba ni my information. Ukiclick, ukiweka password itakupeleka kwenye information zako ambazo zinaonyesha kwamba wewe ni nani, tini yako ni ipi, na unaweza kucustomize moduli ambayo unaitaka. Mfano hapa nilicustomize, ilikuwa ni computerized driving license, naweza nikacustomize nikasema nahitaji registration. Kwa hiyo nikiwa na login kwenye mfumo, maana yake moja kwa moja system itani preview au ita display menu ya registration kulingana na mimi labda kila siku natumia registration. Kwa baada ya kulogin, tumeona hapa sehemu ya my information na customize kwamba mimi nitakapokuwa na login moja kwa moja system inipeleke kwenye return filing. Kwa nita modify, then nita log out. Kwa nikilogin tena, maana yake system itanipeleka moja kwa moja kwenye ile menu au moduli au service ya return filing and assessment. Kwa hiyo utakuwa una customize wewe ambavyo unapenda. Badala ya kusema hayo, ndugu walipa kodi wenzangu, ndugu wasikilizaji, tutakuwa nimemaliza kuwapitisha kwenye menus za mfumo mpya ambao unategemea kwenda kuwa launch hivi karibuni. Kama kuna maswali tutakaribisha kwa wale ambao wana maswali kuhusu hii demonstration na navigation ya photo, na kuna maswali mengine tumeona wenzetu mmeuliza ambaye anahusika sana sana na kwenye moduli ambazo bado hatujazifundisha, maana kulingana na ratiba inaonekana kwamba tutafundisha. Kwa hiyo kuna mengine tutareserve mpaka pale moduli usike itakapofundisha ili tuweze kupata uelewa, kwa sababu ni maswali ambayo ni kama moduli ikifundisha maana tutapata uelewa. Kwa hiyo tunaomba mengine tutareserve, lakini kwa leo tutapokea sasa maswali yale ambayo yanahusika photo. Karibuni kwa maswali, yoyote mwenye maswali tunakaribisha. Asanteni.
Ukiwa na swali tunaomba uraise mkono. Wataalamu wetu watakuruhusu ili uweze kuuliza swali na utajibiwa. Raise mkono hapo juu hapo kwenye hiyo linki au kwenye hiyo platform kuna sehemu ya mkono alafu imeandikwa raise. Kwa hiyo maana yake ukiklik pale utakuwa umeraise mkono, maana yake utaweza kuuliza swali lako. Asante. Ndugu wasikilizaji na walipa kodi wenzangu, tumeona mikono ya maswali, kwa hiyo tunaomba tutoe utaratibu wa kupokea maswali. Tutaruhusu watu kuuliza maswali, secretariat itarekodi, alafu mwisho wa siku tutakuwa tuna limit ya maswali, labda maswali 10, then tutayajibu, then tutakuwa tunaendelea kujibu hivyo hivyo kulingana na muda kama ambavyo utaturuhusu. Kwa awali maana yake tutaruhusu maswali 10, tutauliza hayo maswali alafu tutatoa majibu. Asante. Yeah, tunasikia. Ndugu Wiseman, karibu. Asante. Awali nipende kuwapongeza kamishna na timu yake kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Very brilliant. Mimi na swali moja dogo tu. Zamani ilikuwa ni mfumo wa zamani, ilikuwa huwezi kuappoint representative au declarant kwa mtu ambaye kwa individual. Lakini uzoefu unaonyesha ni kwamba wapo individuals ambao wangependa kuappoint representative au declarant ili wawasaidie kufanya compliance kwenye proposal zao. Je, huu mfumo mpya unatoa hiyo fursa au imebaki kwa makampuni tu kama ilivyokuwa mwanzo? Hilo tu. Asante kwa swali zuri. Ndugu Sariko, karibu.
Asante sana ndugu Alipakodi, ndugu presenter, tunashukuru sana kwa hii training ambayo ilikuwa inafanyika hapa. Mimi swali langu litajikita zaidi kwenye huu mfumo ambao ni kama vile umeboreshwa kiasi fulani hivi, kwa kiasi kikubwa sana. Sasa cha kwanza ninachouliza, je, huu mfumo rasmi tunatarajia uanze kutumika lini? Lakini sambamba na hilo sasa, kutokana na kwamba huu mfumo umeintegrate ama una vitu vingi zaidi vya additional na baadhi ya vitu vinaonekana kujificha hapo ndani ya hizi platforms, tunatoa au nyie mnatarajia kutoa grace period ya muda gani ili watu waweze kuaccommodate mfumo, waweze kujifunza, aidha kuepuka delay ya kufanya compliance, lakini pia kuepuka kufanya makosa wakati wanataka kufanya filing yoyote kwenye ulipaji wa kodi. Asante sana kwa swali zuri. Ndugu Chaka, karibu. Ndugu Chaka, karibu kwa swali. Naona ndugu Chaka napata challenge kidogo au ndugu Raymond, karibu kwa kuuliza swali. Ndugu Raymond, karibu kwa kuuliza swali. Okay, halo. Naam, karibu. Okay, asante. Habari za jioni. Salama tu kiongozi, habari ya kazi? Salama, shukrani kabisa. Nina swali moja juu ya hii mada ya IDRAS. Naam, karibu. Especially kwenye module ya communication. Awali ni kwamba tunapeleka barua hizi TRA kwenye ofisi maalum ya mkoa au eneo husika. Je, huu mfumo utaruhusu hizo barua uzitume kwenye channel ambayo inahusika na taxpayer, kwa maana ya eneo maalum hilo la taxpayer ambao anapewa huduma kila wakati? Ninashukuru. Asante sana kwa swali zuri. Asante. IDSM, karibu kwa kuuliza swali. IDSM, karibu kwa kuuliza swali. Upendo, karibu kwa kuuliza swali. Upendo, karibu kwa kuuliza swali. Ndugu wasikilizaji na ndugu walipakodi wenzangu, unaponyosha mkono ukisharuhusiwa, manake nenda ile sehemu ya button ya mic, washa mic, then uliza swali lako. Okay, asante. Karibu. Nilikuwa nataka kufahamu kwamba litani ambazo tulishazifaili nyuma, je, zitakuwepo kwenye huu mfumo mpya au inakuwaje? Asante kwa swali zuri sana. Okay.
Ndugu Daniel Ngemela, karibu kwa swali. Ya, asante sana. Mimi nataka kuuliza kwa sababu kwenye mifumo ya nyuma kabla ya hii taxpayer portal haijaingia, ulipokuwa una generate control number ilikuwa ina uwezo wa kuto accept tena ku control number ile bili unayokuwa umepewa, lakini kwenye huu mfumo taxpayer portal ambayo ilikuwa inatokea, unaweza ukaendelea kugenerate control number nyingi tu hata kama umeshalipia, wakati kwenye mifumo mingine, kwa mfano nimeangalia NCCF, ukisha-generate ile control number haiwezi kujulia tena, lakini kwenye taxpayer portal unapofanya malipo ilikuwa inatokea mara nyingine kwamba ukienda hata kugenerate inaweza ikagenerate control number. Bila shaka huu mfumo utakuwa utaaddress hilo tatizo. Ndo hicho kitu ambacho nilitaka kufahamu zaidi. Asante sana kiongozi kwa swali zuri. Ndugu wasikilizaji na ndugu walipa kodi wenzangu, tunaomba tujibu maswali haya ya awali, then kama muda utaturuhusu tutaendelea kujibu maswali mengine, lakini kama nilivyokwisha kusema kuna maswali mengine yapo kwenye chat, manake wataalamu na sekretarieti wanaendelea kuyajibu. Kuna maswali mengine yanahusika na moduli husika ambazo bado hazijafundishwa, manake tutaomba kuyajibu tu kwa high level kwa sababu moduli husika ikifundisha tutapata uelewa zaidi na inawezekana ili swali likawa covered na tukaelewa zaidi. Kwa sasa tunaomba tujibu maswali haya ambayo tumeyapokea. Kama muda utaturuhusu tutaendelea kuruhusu maswali mengine na tutaendelea kuyajibu. Kwa sasa tunaomba sasa tujibu kwanza haya maswali ambayo tumepokea. Nikianza na swali la mtaalamu, aliuliza mfumo wa nyuma ulikuwa unaruhusu control number usajili control number kwa deni ambalo tayari inawezekana lilishalipwa lote na inakuruhusu tena usajili. Nikuhakikishie tu kwamba mfumo huu ambao umeboreshwa kupitia ile moduli ya revenue collection and accounting, deni likishalipwa maana yake kwanza malipo yote yatakuwa yanaruhusiwa kusajili kwa debit number. Hakuna malipo ambayo yataruhusiwa kusajili bila kukoti debit number. Maana yake hapa nazungumzia kusajili kwa mfumo wa nane assessed. Kwa nini? Tunataka madeni yote ambayo yakilipwa yaweze kuingia kwenye taarifa na yawe sahihi. Kwa hiyo wakati wa kulipa madeni haya mlipa kodi utatakiwa kukoti debit number, na kwa sababu itakuwa ni integrated system, kwa maana yake moja kwa moja utakuwa unatoa debit number, na lile deni maana yake ukishasajili control number kama utakuwa umeshalilipa lote, maana yake hilo deni halitoruhusu tena utengeneze control number. Deni pekee ambayo itaruhusu kutengeneza control number ni kama umelipa partial, ile balance ambayo imebaki ndio itakuruhusu kutengeneza control number na kulipa. Na wakati unatengeneza control number maana yake itakuletea ile balance amount 2, ile remaining balance. Maana yake ile nyingine ambayo umelipa haito display pale. Kwa ni maboresho ambayo mfumo umefanya ili kumrahisishia mlipa kodi na kuondoa hizo taarifa chafu. Swali lingine liliulizwa, litani za nyuma zitakuwepo kwenye mfumo huu mpya wa IDRAS? Jibu ni ndio. Kama nilivyokwisha kusema awali, taarifa zote za mfumo tuliokuwa nao sasa maana yake zitahamishwa kwa kupelekwa kwenye mfumo ambao mpya utaanza, na zile ambazo zitaonekana kwamba ni chafu zitasafishwa ili tuweze kuwa na taarifa nzuri na sahihi na kuweza kufikisha ule uhakiki au uhakika na usahihi kwa mlipa kodi. Kwa hiyo hizi litani ambazo tumezifile kwa kufikia mfumo huu ambao unao sasa zitahamishwa na utaweza kuziona kwenye mfumo mpya wa IDRAS. Swali lingine liliulizwa na mtaalamu ambaye aliuliza kwamba kwa mfumo huu kwenye moduli ya communication mfumo utaruhusu barua iweze kutumwa kwa sehemu ile ambayo unahudumiwa. Jibu hapa naomba nitoe clarification na wenzetu wa moduli husika, ambapo mimi najibu kwa high level kwa sababu tumeandaa session kwa kila moduli na watatuelezea vizuri sana na tutaelewa vizuri sana. Lakini kwa kujibu tu ni kwamba utakapokuwa unatuma barua itaenda kwa mkoa wako wa kodi husika. Kama wewe unahudumiwa mkoa wa kodi wa Ilala, na ninapozungumziwa kuhudumiwa naomba ieleweke kwamba tini yako location ni mkoa wa kodi wa Ilala. Kwa sababu huduma unaweza ukapata kituo chochote au sehemu yoyote ile ya
ofisi ya TRA Tanzania, lakini tini inaposoma ndio pale ambapo barua itaenda. Kwa mfano mimi labda kama tini yangu inasoma Ilala, lakini hainizuii kupata huduma ile ambayo inawezekana ni huduma ambayo ni rahisi kuipata mkoa wa kodi wa Dodoma. Inawezekana kwa huo muda niko Dodoma, nahitaji kupata huduma labda wa kupata control number nikafanye malipo. Haimaanishi lazima nije kwenye mkoa wa kodi wa Ilala. Naweza kwenda kwenye mkoa wa kodi wowote au kituo chochote cha kodi nikapata huduma, lakini zile huduma ambazo zinahitaji specific mkoa wa kodi, maana yake ni lazima hiyo barua itaenda kwenye mkoa wa kodi husika. Kwa hiyo barua zinakuwa channeled kwenye mkoa wako wa kodi kulingana na location yako, maana yake ni ile physical location. Swali lingine limeulizwa kwamba mfumo unaanza kutumika lini? Jibu ni kwamba kulingana na taarifa au public notice ambazo imetolewa kwenye social platform za TRA, ukiangalia kwenye social media ambayo ni Instagram, Facebook, Twitter ambayo mwanzo sasa hizi inajumlika kama ni X, tumeelezea pale kwamba mfumo unaweza kwenda live lini, maana yake tunategemea mid January mfumo utaenda live. Na kuhusu kujifunza ni watoe shaka, tunaendesha mafunzo haya, sio kama mafunzo haya ni mwisho wa kujifunza. Ofisi zetu ziko wazi na mafunzo haya yatakuwa ni endelevu. Tunafundisha sasa kwa njia ya masafa na vile vile tutafundisha kwa njia ya physical, maana yake tutakuwa tuna kumbi ambazo walipa kodi tutawafundisha, na hata kwenye mikoa ya kodi ni watoe wasiwasi, kuna wataalamu wetu ambao wamefunzwa na wanaufahamu mfumo ili kuweza kuwasaidia walipa kodi pale wanapopata challenge. Kwa hiyo mikoa yote ya kodi, sehemu zote ambazo zinatoa huduma za kodi, wataalamu wapo na wako aware na wako competent kwa ajili ya kutufunza mfumo huu. Kwa hiyo tunawatoa wasiwasi kwamba usiogope kwamba mfumo utakuwa unaenda live karibuni afu kuna hiyo challenge. Hapana. Mfumo utakuwa live na tutaweza kujifunza na tutaendeleza na hizi training mpaka pale ambapo awareness itakuwa kubwa na wote tutakuwa tumeweza kutumia mfumo huu kwa usahihi na kwa urahisi. Kwa hiyo grace period, naomba nielezee kwamba walipa kodi tutafundishwa na niwatoe wasiwasi kwamba wote tutaelewa, na lengo letu ni kwamba muelewe na ndio muendelee kutumia mfumo. Swali lingine ni kwamba kiongozi aliuliza mfumo uliokuwepo sasa hauwezi kuappoint representative hasa kwa wale individual, ambapo je, mfumo huu mpya umeweza kuaccommodate ili individual waweze kufailiwa litani? Sababu kuna wengine wanatamani litani zao waweze kufaili on behalf. Niseme kwamba swali ni zuri na tumelichukua, na mfumo wetu huu umeboreshwa na kuaccommodate baadhi ya hizo changes zote. Kwa ni kuhakikishie zile ambazo kisheria na zinaruhusiwa, maana yake zitakuwa accommodated na tutaweza kuzifanya kwenye mfumo ili iweze kuwa rahisi na mwisho wa siku mlipa kodi aweze kupata huduma bora na kulipa kodi yake stahiki na kwa wakati. Badala ya kusema hayo, naomba niruhusu maswali mengine kama yapo, wale ambao wana maswali waweze kusikiliza maswali yao na tuweze kuyajibu. Lakini tu cha kuzingatia ni kwamba tuondoe wasiwasi. Leo tumefundisha tu navigation ya portal, hatujafundisha moduli. Kwa hiyo kuna maswali mengine yatajibiwa kwenye moduli husika. Maana yake tunaona maswali mengine yanaulizwa lakini moduli husika bado hazijapita. Kwa hiyo hapa leo tutajibu tu kwa ile high level, lakini tunaomba tureserve maswali yetu yatajibiwa kwenye moduli husika. Na sisi uzuri kwa sababu yako recorded, kwa tuna record haya maswali. Wakati moduli husika inatupitisha kwenye process zake, maana yake tutawaomba wajibu maswali yale ambayo yako specific kwenye moduli au service husika. Kwa maswali yote ambayo tunaandika hapa tuendelee kuandika na tuendelee kuuliza, yote tutayajibu na tutaandaa document ambayo ni ya question and answers kwa ajili ya reference huko mbele tuweze kuyapitia ili tutakapopata challenge uweze kuyapitia na kupata majibu na ufumbuzi. Asanteni. Naomba tukaribishe maswali mengine kama yapo, wale ambao wenye maswali karibuni. Ndugu Hamis, karibu kwa kuuliza swali. Ndugu Hamis, karibu kwa kuuliza swali. Asante
Naam, karibu. Swali langu mimi nitalielekeza moja kwa moja kwenye mfumo ambao tunao sasa hivi. Sole proprietor wengi wamejikuta wana pile up unfiled return hasa kwenye PE na SDL, na wengi hawako eligible kwa ajili ya kulipa PE na SDL kwa sababu hawajaajiri mtu yoyote. Hiyo itakuwa imekaaje kwenye mfumo wa sasa? Asante sana kwa swali zuri. Nyagiro, karibu kwa kuuliza swali. Nashukuru sana. Awali ya yote nitoe pongezi kwa kamishna wa TRA na wafanyakazi. Mimi naitwa Leonard Nyagiro. Nilikuwa nataka nijue, lakini nadhani wameuliza mengi nilikuwa nayo na umeajibu vyema kabisa. Kwanza nilikuwa nataka nijue, kwa sababu kabla ya mfumo wa e-filing kulikuwa kuna mfumo mwingine wa nyuma ulikuwa tunatumia Excel kujaza nje ya mfumo, lakini baada ya kuanzishwa kwa e-filing nadhani waliulaunch mwezi wa 3 mwaka 2023. Baada ya kulaunch documents zilizokuwepo nyuma hatukuzipata tena, lakini kuna mtu mmoja ameuliuzia na umemjibu vizuri sana. Basi nitoe shukrani zangu tu na niko tayari kujifunza ili kuwasaidia walipa kodi swala zima la kulipa kodi. Nakushukuru sana. Asante sana kiongozi, ubarikiwe. Ndugu Emmanuel, karibu kwa kuuliza swali. Ndugu wasikilizaji na walipa kodi wenzangu, naona wengi wetu maswali yanaandikwa na mengine yanajibiwa na mengine yanahusika na moduli. Basi tunaomba turuhusu maswali 5 ambayo yanahusika na navigation ya portal. Kama kuna mtu ana swali, uliza ili tuweze kulijibu. Yale ambayo yanahusika na moduli, maana yake tunaomba tuya-reserve ili tusave au kuokoa muda huu. Kuna wengine ambao wanaendelea na kazi, kuna wengine ambao kazi zishaisha wanahitaji kwenda nyumbani, kwa sababu kesho tunaendelea na training yetu. Ratiba inaonyesha kwamba tupo nanyi wiki yote na mpaka ile wiki nyingine, inawezekana mpaka ile Januari. Maana yake tutaendelea kufundisha na tutaendelea kujibu maswali kulingana na moduli husika. Kuna maswali mengine tukipitisha tu kwenye hizo moduli ambazo zipo hapo, maana yake hilo swali linajibika moja kwa moja. Kwa hiyo naomba tu wavumilivu, mfumo tutafundishwa na maswali tutajibu. Kwa hiyo kama kuna mtu ana swali ambalo linahusika specific kwenye navigation ya portal, naomba uulize swali. Karibu sana. Tutaruhusu maswali 5, tutajibu then tutafunga. Karibuni. Ndugu Emmanuel, karibu. Emmanuel. Ndugu Emmanuel, karibu. Ndugu Patrick, karibu kwa kuuliza swali. Asante kaka, nashukuru sana kwa hii nafasi. Karibu sana. Swali langu ni kwamba umesema return zitahamishwa huku za miaka ya nyuma, nilikuwa naomba kufahamu kwamba kuna miaka kadhaa ambayo mtaichagua au ni miaka yote ambayo tulikuwa tunaiona wakati tunatumia mfumo wa zamani? Asante sana kwa swali zuri. Jina nani?
Ndugu Daniel, karibu kwa kuuliza swali. Halo, natumaini unanisikia? Naam, karibu. Tunashukuru kwa session ya leo ya introduction ambayo imeenda vizuri kwa at least kwa upande wa kwangu. Swali langu liko kwenye appointment ambazo zimeshafanyika kwenye the current system ya taxpayers portal, ya kwa mfano the company imeshafanya appointment ya declarants na maybe audit firms. So when the new IDRAS ikianza kufanya kazi, umesema hapo directors itabidi wa forget password alafu waweze kuingia tena ili waweze ku-access mfumo. Je, zile appointment zitaendelea kubaki au itabidi zifanyike upya tena through IDRAS? Sababu kuna wengine maybe walikuwa na watu ambao waliwa appoint, maybe wakashindwa kuwatoa on the cleaning up of the old issues at taxpayers portal going to IDRAS. Nashukuru. Asante sana kiongozi kwa swali zuri. Accounts, karibu kwa kuuliza swali. Accountants, karibu kwa kuuliza swali. Ndugu Amen, karibu kwa kuuliza swali. Hello, swali langu moja kwa moja ni mifumo iliyopita ambayo tunatumia kama mpaka sasa hivi, kulikuwa kunatokea changamoto ile ya unakuta testing labda vitu vingi sana ambavyo tunavifanyia kazi, unakuta kuna errors, kuna vitu ambavyo ni sio matatizo ya yule user. Ya unakuta ni issues tu ambazo zilikuwa labda hazikuwa hazijatengenezwa vizuri kwenye mfumo. Je, huu mfumo huu kama unavyosema sasa hivi possibly January tayari utakuwa umeshaanza kutumika, muda mfupi sana, ni weeks tu zimebakia sasa hivi, umeshafanyiwa testing ya kutosha labda, au ukianza kutakuwa na ule mwingine ambao bado upo sasa hivi kama backup, kukitokea changamoto sio nani nzima inakwama tena, kunakuwa na extensions. Hilo ndio swali langu. Asante sana kiongozi kwa swali zuri. Ndugu wasikilizaji na ndugu walipakodi wenzangu, naomba turuhusu swali moja la mwisho ili tuweze kujibu maswali ambayo yameulizwa, na ikiwezekana kulingana na muda, maana muda wetu sio rafiki na bado ratiba yetu kwa sababu inaendelea kesho, na kesho ndo tunaanza moduli specific. Naomba maswali mengine tuyalizevu, tutayauliza kwenye moduli husika. Kwa hiyo tutaruhusu swali moja la mwisho, tutajibu, then nitamkaribisha mwezeshaji ambaye ni wa awali atufungie au atuailishie mafunzo yetu mpaka kesho. Kwa naomba turuhusu swali moja. Tanko, karibu kwa swali. Tanko, karibu kwa swali. Gabriel, karibu kwa swali. Gabriel, karibu kwa swali. Yes, I'm here. Asante sana ndugu mwezeshaji. Na swali moja, ulitoa link ya hii navigation. Nikauliza swali kwenye group lakini naona likueleweka. Na swali langu ni kwamba sababu muda ambao mnatoa nyie kwa watu kujifunza hii system dogo sana. Nilikuwa nauliza hii navigation link tutatumia timu zetu sisi wenyewe au tutatumia timu hiyo ambayo tulikuwa tunatumia hapo? Sababu gani nauliza? Sababu
Hatutaki tutumie timu zetu wenyewe ika-integrate au ikaingiliana na huu mfumo mpya, mfumo ambao tunatumia sasa hivi. Kwa nilikuwa naomba kujua tu, nataka kufanya navigation sasa hivi tunatumia timu zipi? Najua tukitumia timu zetu hazitaingiliana na huu mfumo wa sasa hivi. Asante. Asante sana kwa swali zuri. Ndugu wasikilizaji na walipa kodi wenzangu, naomba tujibu maswali ambayo yameulizwa. Nikianza na swali la ndugu Gabriel. Kwanza ni kutoa wasiwasi, ile link ambayo nimedisplay ni demonstration link, ni link tu ya mafunzo ambapo hata ukiitumia haito affect shughuli zingine zote ambazo zinafanyika kwenye live. Kwa hiyo ni link ya mafunzo ambacho unaweza kufanya chochote kwa kujifunza. Kwa hiyo link hii itakuwa inaweza kutumika na wewe, hata wewe unaweza kutumia tini yako ukaweza kutumia kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo hii link ya mafunzo ni link ambayo naomba ni share hapa ili tuweze wengine kuiona. Ni link tu ya kujifunzia ambapo una uwezo wa kuitumia ukajifunza kwa ajili ya kuelewa mfumo. Kwa hiyo ni link ya mafunzo na ku login, maana yake utatumia tini yako, na kama nilivyokwisha kusema awali kipindi naanza fundisha mara ya kwanza nilisema kwa sababu huu ni mfumo mpya na wote tutaanza kuutumia. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha uweze ku login kwenye mfumo utatakiwa kuforgot password. Kwa hata kwenye hii link ambayo ni ya mafunzo, hii demo link, demonstration link, ili uweze kupata access, maana yake cha kwanza nenda pale sehemu ya kuforgot password. Kama ulikuwa unatumia taxpayer portal, maana yake hii itavuta data ambazo kwa wale ambao walikuwa wanatumia wana account za taxpayer portal. Kwa hiyo utaenda sehemu ya kuforgot password, itakupa option mbili, aidha uweke email au namba ya simu. Utaweka tini yako na utachagua option ya kureceive password kwa awali. Utaweka email au utaweka namba ya simu. Ukireset, maana yake ile password ya awali itatumwa kwenye namba yako ya simu au kwenye email na utaweza kutumia hii link kwa ajili ya kujifunzia. Kwa hiyo ni link ambayo unaweza kuitumia hata sasa kama inavyo display hapo, na ni link ya mafunzo. Ni kutoa wasiwasi kwamba haitohusika na wala haitoingiliana na mfumo ambao unautumia sasa au hata huu mfumo ambapo utaenda live, kwa sababu linki zitakuwa ni tofauti. Kuna link ya mafunzo na link ya operation ambayo ni live link. Kwa hiyo hilo ni kuondoe wasiwasi. Swali lingine liliulizwa na ndugu yetu ambaye aliulizwa, je, mfumo umetestiwa na kwamba zile changamoto ambazo tulikuwa tunazipata kwenye mfumo uliokuwepo. Nadhani ni kujibu tu kwa kukupa historia kidogo. Kama ni mtumiaji mzuri wa mifumo ambaye mamlaka ya mapato imeitengeneza, mwaka 2020 tulianza na mfumo ambao ulikuwa ni e-filing, tulienda kuutumia. Kulikuwa kuna matatizo mbalimbali, na kwa sababu ilikuwa ni mfumo ambao tumeanza nayo, kwa hiyo matatizo hayaepukiki, lakini kupitia matatizo maana yake tunajifunza na tunaendelea kuboresha mifumo yetu. Mwaka 2020 tulitumia mfumo wa e-filing, tulianza kufile, tulipata matatizo mbalimbali, lakini kupitia matatizo haya ndio yalitufumbua tukaweza kusolve na tukaja na mfumo mpya ambao ni taxpayer portal mwaka 2023, ambao mfumo ule uliweza kukava baadhi ya challenge ambazo tulikuwa tunazipata, na hata 2022 ambao tulilaunch mfumo ule wa VAT. Kwa hiyo zilikuwa ni kusolve zile challenge ambazo mfumo uliopo unazikava. Kwa hiyo kupitia mfumo huu wa IDRAS, maana yake moja ya kitu ambacho tumekiangalia, kwanza tuliangalia matatizo ambayo walipa kodi tunayaface kupitia mfumo uliopo, then zile challenge ndio tumezitumia kudevelop mfumo ili ziweze kuwa rahisi na siwe usumbufu kwa mlipa kodi. Kwa hiyo hizi errors zote ambazo unazungumzia ni kutoa tu wasiwasi kwamba zilikuwa accounted na ziliweza kuangaliwa na zimekuwa accommodated ili mwisho wa siku hizi challenge ziweze kutokea. Ndio maana hata kama wewe ni mtumiaji wa mifumo, ukiangalia kwenye taxpayer portal, most of them manake zile extension zilipungua. Extension nyingi zilikuwa wakati tunatumia e-filing, lakini tulipokuja na taxpayer portal manake extension nyingi zilipungua kwa sababu tuliboresha baadhi ya part. Lakini kwa sababu tuliboresha na hata kupitia hii IDRAS, zile challenge ambazo zilikuwa zinaonekana kwenye taxpayer portal na yale maboresho mazuri ambayo yalifanyikana kwenye taxpayer portal manake tunaenda nayo kupitia kwenye mfumo. Manake challenge tumezisolve na yale mazuri tumeenda nayo, manake tunategemea mfumo na nakuahidi kwamba mfumo utakuwa mzuri na hizo errors zitapungua na utaweza kupata huduma kwa wakati na kwa urahisi. Swali lingine liuliza na ndugu yetu ambaye aliuliza, je, appointments ambazo zimefanyika, kwa mfano ulikuwa appointed kama declarant au ulikuwa appointed kama administrator wa entity fulani, je, tutakapoenda kwenye mfumo mpya
appointment zitaendelea kuwepo au hazitokuwepo. Naomba kujibu kwamba appointment zote zitabaki kama zilivyo. Kama ulikuwa ni declarant wa kampuni A, tukienda kwenye mfumo mpya maana yake utabakia vile vile kuwa declarant wa kampuni A. Kama ulikuwa declarant wa kampuni B, utaendelea kuwa declarant wa kampuni B. Ulikuwa auditing firm wa kampuni C, utaendelea kuwa auditing firm wa kampuni C. Unless otherwise, ile kampuni iamue kukutoa wenyewe kupitia mfumo mpya. Lakini taarifa ambazo zipo kwenye mfumo wa awali ambazo zitahamia kwenye mfumo huu mpya. Kwa hiyo ni kuondoa wasiwasi, hizo appointment zote kama ulikuwa na makampuni 20 yote utaendelea kuyaona. Swali lingine lilikuwa ni issue ya return. Kuna mtaalamu aliuliza swali la return kwamba je, return zile ambazo zilikuwa nyuma zinaweza zitafanywaje kwenye mfumo mpya? Ni kwamba moja ya kitu ambacho tulizingatia kwenye huu mfumo mpya ni kwamba kwenye migration ya data ambazo zipo kwenye mfumo huu wa zamani. Kwa hiyo taarifa zote ambazo ni sahihi na safi za mlipa kodi ambazo zinatakiwa kwenda kwenye mfumo mpya tutaamana nazo kama zilivyo. Kwa hiyo ni kutoa wasiwasi kwamba return hizo zitaonekana na taarifa zote ambazo unatakiwa kuziona utaziona bila mashaka yoyote. Kwa hiyo zitakuwepo hizo taarifa, sio za return tu, hata taarifa zingine ambazo zinamhusisha mlipa kodi ambazo zilikuwa zinapatikana kwenye mifumo nje ya zile ambazo zilikuwa manyu. Swali lingine ambalo liliulizwa na mtaalamu alisema sole proprietor ana return nyingi ambazo unfiled za paid na SDL ambazo huyo mteja hana obligation. Je, tunafanyaje? Kitu cha kwanza ni kuhakikishie na ni kujibu kulingana na matakwa ya kisheria. Obligation yoyote ya kodi inatokana na matakwa ya kisheria. Kama mlipa kodi ambaye ana obligation ya kufile pay, maana yake anamfanya kazi. Endapo ikatokea kwamba kuna mtu au kuna mlipa kodi ambaye ana obligation ya kufile return file na ana taarifa ambayo ni sahihi, ni kuhakikisha hizo ni data ambazo zitasafishwa, lakini zile ambazo zitakuwa ni sahihi zitakuwepo kwenye mfumo mpya na itafanyika due diligence. Hakuna data ambayo itahamishwa bila kufanyika utaratibu sahihi na kujihakikishia. Kwa hiyo tutafanya due diligence na taarifa ambazo zitahamia kwenye mfumo mpya ni zile ambazo ni sahihi, na kama ni ya uhakika kwamba unataka kufaili return, basi tutahamisha na utatakiwa kufaili return yako kulingana na matakwa ya kisheria. Kwa hiyo kama kuna hizo taarifa, maana yake tutazipitia na utapata taarifa kwamba kama una obligation yoyote, na kama ni ya kusafishwa maana yake utasafishwa. Kwa hiyo mfumo wetu utaweza kukava haya maeneo yote na utaweza kusaidia kupata hizo huduma kwa urahisi na kwa haraka. Nadhani kulingana na muda tunaomba kwa leo niishie hapa kupitia hii presentation yangu ya navigation ya portal ya mfumo mpya ambao ni IDRAS. Kwa yale maswali mengine ambayo yako kwenye chats ni watoe tu wasiwasi. Kesho linki tunaona kuna wengine hapa tumepewa maoni kwamba linki itume mapema. Tunaomba linki itatumwa mapema ili tuweze kuingia, na vile vile maswali haya ambayo yameulizwa kwenye mfumo huu, maana yake yameulizwa kwenye moduli zingine, tutayarekodi, tutawapa wahusika wa moduli husika wakati wanatoa presentation yao ya moduli zao, maana yake wataweza kutujibu kwa usahihi, na ikiwezekana wakati wanatupitisha tutapitisha yale maeneo kwa utulivu kabisa ili tuweze kuelewa. Na maswali mengine nadhani nimeshayajibu. Kuna mwingine hapo wa mwisho ameuliza kwamba je, naweza kulogin kwenye mfumo leo hii? Nadhani nimeshalijibu kwamba namna gani unaweza ukalogin, na hiyo linki sio live, ni linki tu ya demo. Kwa hiyo unaweza kuitumia kwa ajili ya kujifunzia. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe mwezeshaji kwa kutufungia au kuahirisha mafunzo hayo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Niwatakie jioni njema. Washiriki, ongereni kwa mafunzo haya. Ni mafunzo ya siku ya kwanza, ni mafunzo ya kujionea nini kilichomo kwenye mfumo kabla hatujaingia kwenye moduli moja moja. Naweza mkakubaliana na mimi kwamba mfumo huu utakuwa ni rafiki, na TRA ina dhamira ya kuhakikisha inasogea karibu kabisa na mlipa kodi wake ili kumsogezea huduma. Na huduma hii tunaisogeza mpaka nyumbani kwako, mpaka ofisini kwako, ili ukitaka kuwasiliana kitu chochote na TRA basi ili ufanye hivyo. Kwa hivyo kuanzia kesho tutakuwa live kwenye mitandao yetu ya kijamii yote. Tutakuwa live YouTube kwa
kwa wale ambao wamepata bahati mbaya wakakuta kikao kimejaa, tutakuwa live Instagram, tutakuwa live Facebook ili kuleta ushiriki wa watu wengi zaidi. Kesho tutaendelea na ratiba yetu kama kawaida kwenye moduli ya usajili. Kuna watu wameuliza maswali mbalimbali yanayohusiana na moduli hii ya usajili, maswali mbalimbali kuhusiana na hizo appointments mbalimbali, maswali kuhusiana na usajili wa walipa kodi ambao sio wa Tanzania, walipa kodi ambao ni wageni, kuhusiana na usajili wa watoto na vitu kama hivyo. Kesho tutafahamu na tutajua mfumo huu wa hii moduli ya usajili. Baada ya kusema hayo, kwa niaba ya viongozi wetu wakuu, kamishna mkuu na viongozi wetu wengine, tunawashukuru sana na tunawakaribisha kesho muda na wakati kama huu tulioanza leo kwa ajili ya mafunzo ya moduli ya usajili. Baada ya kusema hayo, ninaahirisha kikao, tukutane kesho. Asanteni sana.